Waandishi wa habari za mchana. Habari za Shinyanga. Naona na wananchi wa Sayu leo wamekuja hapa. Sayu hoye. Wananchi wa Sayu hoye. Leo mkutano wa msemaji mkuu wa serikali una radha tofauti. Maana yake tuko na waandishi wa habari na tuko na wananchi. Karibuni sana ndugu zangu katika mkutano wa msemaji mkuu wa serikali. Na leo tupo hapa katika kijiji cha Sayu katika mkoa wetu huu wa Shinyanga. Tumekuja hapa baada ya kufanya ziara ya kutembelea miradi inayotekelezwa na serikali kwa ajili ya wananchi katika mikoa ya Mwanza na Shinyanga. Kwa hiyo hapa leo ni kama tunahitimisha katika sehemu ya mwisho tukiangazia kazi kubwa iliyofanywa na serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kutekeleza majukumu yake na kuwahudumia wananchi. Kipekee naomba nitumie nafasi hii kwanza kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake makini, mahiri na uliobeba maono na dhamira ya dhati ya kuwainua Watanzania. Sote ni mashuhuda wa miradi mikubwa inayotekelezwa na inayoendelea kutekelezwa kwa lengo la kuboresha huduma na kuwaletea maendeleo wa Tanzania. Kwenu ndugu zangu waandishi wa habari na vyombo vyote vya habari, naomba kuwashukuru kwa dhati kwa kuendelea kujitokeza kwa wingi katika mikutano ya waandishi wa habari inayoandaliwa na Idara ya Habari Maelezo na Ofisi ya Msemaji Mkuu wa Serikali ambayo inaendelea jijini Dodoma. Tulianza na taasisi na sasa hivi tunaendelea na mikutano ya waheshimiwa mawaziri, lakini pia kwenye mikutano hii ambayo mimi naifanya kupita katika maeneo mbalimbali. Kama nilivyosema tangu mwanzo, niliamua kuwa nafanya mikutano katika maeneo inakotekelezwa miradi ili ndugu zangu waandishi wa habari na nyie mpate fursa ya kuona kile kinachotekelezwa. Na leo niko Shinyanga na sikutaka kukaa hotelini wala ofisini kwa mkuu wa mkoa. Nimekuja hapa kijiji cha Sayu na nyuma yangu ni shamba la pamba, na katika mkutano wangu wa leo nitawaeleza kazi kubwa na nzuri iliyofanywa na serikali katika kuendeleza zao la pamba ambalo ni moja ya mazao ya biashara kwa wananchi wetu wa Shinyanga na maeneo mengine ya ukanda wa Ziwa. Ndugu zangu waandishi wa habari, ushirikiano wenu na serikali ni uthibitisho wa uzalendo wenu, mapenzi yenu mema na nia mlionayo kwa nchi yenu Tanzania. Ni waandishi wa habari mnaofanya kazi kwa uhuru na kwa kuzingatia misingi, maadili na weledi wa taaluma ya uandishi wa habari, huku mkitambua kuwa nchi yenu ni Tanzania ambayo mna wajibu wa kuilinda kwa kalamu zenu na kwa wivu mkubwa. Hongereni sana. Lakini pia natambua kwamba leo ni siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Naomba kuchukua nafasi hii kwanza kuwapongeza waandishi wa habari wa Tanzania kwa namna mnavyotekeleza kazi zenu kwa uhuru, kwa amani na kwa utulivu bila bugdha. Endeleeni kufanya hivyo. Natambua kwamba mnakabiliana na changamoto nyingi katika utekelezaji wa majukumu yenu, lakini changamoto hizi hazikuwazuia kufanya majukumu yenu. Lakini sisi hapa Tanzania siku ya uhuru wa vyombo vya habari tumeiadhimisha tarehe 29 ya mwezi April kule Arusha. Tulikuwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa na tukazungumza mengi, lakini kauli mbiu ya mwaka huu ni uhabarishaji kwenye dunia mpya, mchango wa akili mnemba kwenye uhuru wa vyombo vya habari. Hiyo ndio kauli mbiu ya mwaka huu. Ni kauli mbiu ambayo inakusudia kuangalia kwanza teknolojia jinsi inavyokuwa na namna ambavyo sisi waandishi wa habari tunaguswa. Mimi ninachowaomba ndugu zangu waandishi wa habari, tusiogope kutumia teknolojia. Tutumie teknolojia na fursa zake, lakini pia tusiache kuchukua tahadhari kwa athari zinazoletwa na teknolojia. Sisi wote ni wanataaluma, tuhakikishe tunafanya kile kitu kinaitwa fact checking. Sababu hii akili mnemba ama akili unde ina mambo mengi. Unaweza ukaokota taarifa huko mtandaoni ukadhani ni taarifa sahihi, kumbe ni taarifa ambayo ina mapungufu. Lakini pia tumetoka kwenye siku ya wafanyakazi, na mimi naomba nichukue nafasi hii kuwapongeza waandishi wa habari kwa sababu nyinyi ni wafanyakazi. Maadhimisho ya kitaifa yalikuwa Singida katika uwanja wa Bombardia. Mheshimiwa Rais amezungumza na wafanyakazi wote wa Tanzania tukiwemo sisi waandishi wa habari, na amezungumza mambo mengi, lakini najua kubwa zaidi lilowagusa wa Tanzania ni nyongeza ya mshahara wa kima cha chini kwa 35.1. Manake wafanyakazi wetu wa kima cha chini katika sekta ya umma wamepandishwa mshahara sasa kutoka shilingi 370,000 kwenda shilingi 500,000. Yaani ukiwa mtumishi wa umma kima chako cha chini utakachoanza nacho katika mshahara ni shilingi 500,000. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa dhamira yake, na sasa bodi ya mishahara inafanyia kazi kwa upande wa sekta binafsi. Lengo letu kama serikali ni kuhakikisha watumishi wote bila kujali yuko sekta binafsi ama yuko sekta ya umma, basi anapata mshahara anaostahili.
Naomba kuchukua nafasi hii kuwashukuru wakuu wa mikoa ya Mwanza na Shinyanga. Mkuu wa mkoa kakaangu Saidi Mtanda kule Mwanza amenipokea vizuri. Jana tulitembelea miradi ya Mwanza, tumeona mambo makubwa yanayofanywa na serikali na yeye anasimamia kwa ukaribu. Nampongeza sana Mheshimiwa Saidi Mtanda. Lakini hapa Shinyanga leo asubuhi nilikuwa na Mheshimiwa Anamlingi Macha, mkuu wa mkoa wa Singida wa Shinyanga, akiwa na katibu tawala kakaangu Salmu Hamdun. Kazi kubwa imefanyika na leo katika mkutano huu nitawadokeza japo kwa kifupi. Sasa ndugu zangu, najua muda ni mfupi, itabidi niende haraka haraka, lakini leo mkutano wangu nitagusa mambo kama 4-5 hivi. Yatakuwemo sekta ya kilimo, tutaangalia uvuvi, utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika mkoa huu wa Shinyanga, ujenzi wa vivuko na ujenzi na ukarabati wa viwanja vya ndege ambavyo vinafanywa na serikali. Sasa nikianza katika mkoa wa Shinyanga, kwanza hali ya mkoa ni shwari sana. Nawashukuru sana viongozi kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa kwa kazi kubwa wanayoifanya, lakini kama ambavyo Shinyanga iko salama, Tanzania nzima iko salama. Rais na Amiri Jeshi Mkuu na kiongozi wa serikali, kiongozi mkuu wa serikali anaendelea kusimamia kuhakikisha jambo kubwa la kwanza kwa nchi ni amani na utulivu wa nchi. Amani, utulivu na mshikamano wa nchi. Tanzania iko salama, serikali inaendelea kutekeleza majukumu yake, Watanzania wanaendelea kufanya shughuli zao za maendeleo kama kawaida, na serikali inaendelea kuwahudumia wananchi kama ambavyo iliahidi katika ilani, lakini pili kama ambavyo inatolewa katika mipango mbalimbali ya maendeleo na dira ambayo tunaitekeleza na ambayo sasa tunaikamilisha, na tuko kwenye maandalizi ya dira mpya ya maendeleo ya mwaka 2025 kwenda mwaka 2050. Naomba wananchi wa Shinyanga mpokee salamu za upendo kutoka kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Amenituma niwaambie msiwe na wasiwasi. Yuko imara kuwahudumia, yuko imara kuwasikiliza, yuko imara kuhakikisha Shinyanga inakwenda mbele. Na leo hii hapa nitawapa taarifa mbalimbali za kazi kubwa inayofanywa na serikali ya awamu ya 6 katika kusukuma mbele gurudumu la maendeleo la mkoa wa Shinyanga. Sasa mkoa huu kama ilivyo mikoa mingine umeendelea kuhudumiwa na serikali. Unahudumiwa kwa kupata fedha za maendeleo, fedha za kuendesha shughuli za utawala. Na tumetoa fedha nyingi katika mkoa huu. Katika kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6, mkoa wa Shinyanga umepokea shilingi trilioni 1 na bilioni 226 ambazo zimekwenda kuhudumia miradi mbalimbali ya maendeleo, lakini pia zimetoa huduma za utawala. Na msidhani msemaji mkuu wa serikali ameamua kutaja tu kutoka hewani, nitawaambia kwa mifano. Tumetoa katika mkoa huu wa Shinyanga shilingi bilioni 148 na milioni 592 kwa ajili ya ujenzi wa barabara zinazofanywa na TANROADS na TARURA. Na kazi hizi barabara nyingi zimekamilika na nyingine ujenzi unaendelea. Hata nilipokuwa nakuja kutoka Shinyanga mjini kuja hapa Sayu, mmeona hii barabara mkandarasi yuko site anaendelea kufanya kazi za ujenzi. Kuna mradi wa Tactics ule ambao unajenga masoko yetu, barabara za mijini, maeneo ya stendi na vitu vya namna hiyo kupendezesha miji yetu. Mkoa wa Shinyanga pia umepokea shilingi bilioni 72.6 kwa ajili ya kutekeleza mradi huu. Tunayo miradi ya maji hapa Shinyanga. Serikali imeleta hapa shilingi bilioni 113.3 kwa ajili ya upatikanaji wa maji. Na hivi ninavyozungumza na nyinyi, maji kwa upande wa mijini katika mkoa wa Shinyanga upatikanaji ni asilimia zaidi ya 92. Ilani inataka tufike asilimia 95. Tuna mradi wa maji ya Ziwa Victoria ambao umeshafika hapa Shinyanga na tunaendelea kusambaza kwenye maeneo mbalimbali. Tutafika asilimia 95 kabla ya mwezi Oktoba. Lakini pia vijijini tuko zaidi ya asilimia 70 na kwenyewe tutafika asilimia 85 kama inavyotuelekeza ilani, kwa sababu mradi huu unavyopita kote vijijini unapeleka maji. Lakini tumefanya kazi kubwa ya usambazaji wa umeme. Hapa serikali imeleta zaidi ya shilingi bilioni 752 kwa ajili ya usambazaji wa umeme. Hivi ninavyozungumza vijiji vyote takriban 506 katika mkoa huu wa Shinyanga vina miradi ya umeme. Vina miradi ya umeme, na sasa hivi kazi kubwa inayofanyika ni kuhakikisha umeme unakwenda vitongojini. Kwa sababu nchi nzima ina vitongoji zaidi ya 1064. Tumefanikiwa kupeleka umeme katika vitongoji takriban nusu. Vingine bado, na kazi kubwa sasa inayoendelea kwa serikali ni ya kupeleka umeme katika vitongoji vilivyobaki. Lakini tumeleta shilingi bilioni 17 kwa ajili ya baadhi ya shughuli za kilimo. Tunaleta hapa kwa ajili ya umwagiliaji, kwa ajili ya vifaa vya kupima udongo. Tunaanza kuondoka kwenye utamaduni wa wakulima wanalima bila kujua udongo unahitaji mbolea ya namna gani au mazao ya namna gani yanastawi kwenye udongo sehemu fulani. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amenunua vifaa vya kupimia udongo na Shinyanga imepata vifaa 6
vinavyotumika katika upimaji wa udongo, lakini pia tumenunua pikipiki kwa ajili ya maafisa ugani, tumewawezesha mafunzo, wanakuja mpaka huku vijijini, tunashirikiana na sekta binafsi, wale wanunuzi wa pamba kwa ajili ya kuhakikisha wakulima wanapata huduma za ugani. Lengo letu tunataka kumtoa mkulima kutoka kwenye kilimo cha mazoea kwenda kwenye kilimo cha kisasa. Na ndugu zangu, watani zangu wa Shinyanga, manake nyinyi watani zangu, lazima tulime kisasa. Tumepiga hesabu mavuno ya pamba kwa mfano katika msimu uliopita yalikuwa kilo milioni 22. Ukigawanya kwa ekari zilizolimwa utajikuta wastani wa mavuno ya pamba kwa eka ilikuwa ni kama kilo 300. Hatuwezi kutoka kwa kuvuna kilo 300. Ni lazima tuanze kutumia njia za kitaalamu, kulima kitaalamu, twende zaidi hapo. Lakini hapa Shinyanga yuko mkulima amelima kitaalamu, amezingatia taratibu, kavuna kilo 2000 kwa eka moja. Sasa ndugu zangu, watani zangu, ukivuna kilo 300 na mwenzako amevuna kilo 2000, mtakuwa sawa? Hamwezi kuwa sawa. Kwa hiyo serikali ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeamua kuwekeza katika kilimo ili mkoa wa Shinyanga tuanze kutumia mbinu za kisasa za kilimo tuweze kuongeza uzalishaji. Sasa ndugu zangu, hayo nimesema kwa kifupi, lakini pia tumefanya pia kwenye elimu. Tumetoka hapo shule ya sekondari ya wasichana ya Shinyanga, shule nzuri kabisa, serikali imeleta pale zaidi ya shilingi bilioni 4. Majengo wote mnayaona mazuri, yanavutia. Tumeona watoto pale wa kidato cha kwanza mpaka cha 6 wanaendelea kusoma pale, na tutaendelea kuboresha shule kama hizo. Tumejenga shule za wasichana katika mikoa yote Tanzania, shule 26. Ni kwa sababu Mheshimiwa Rais anataka kuwatoa wasichana katika lindi ambalo lilikuwa linawaondoa kwenye masomo ya sayansi, ili na wao wasome masomo ya sayansi, waweze kuwa madaktari wetu, waweze kuwa mainjinia wetu na taaluma nyingine katika masuala ya sayansi. Lakini pia tumeleta shilingi bilioni 77 kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya. Tumejenga vituo vya afya hapa vipya kama 13 hivi katika mkoa huu vipya. Tumeongeza zahanati, tumeboresha shule zetu. Hospitali yetu ya mkoa hapa ambayo ni ya rufaa leo hii ina uwezo wa kutoa huduma za kibingwa za matibabu. Tuna mashine zote, karibu zote za kupima ambazo ukienda Muhimbili utazipata, na hapa zipo, tumeleta. Hata hiyo MRI ambayo bado sio muda mrefu na yenyewe tutaileta, kwa sababu tunataka watu wa Shinyanga na wao wapate matibabu yote yakiwa yamekamilika kutoka hapa Shinyanga. Sasa ndugu zangu, hayo nimezungumza ni kwa muhtasari kuhusu mkoa wa Shinyanga. Labda nizungumze pia kuhusu mkoa wa Mwanza, mkoa wetu jirani wa Mwanza, na kwenyewe pia tumefanya miradi mingi. Jana tulikuwa na waandishi wa habari, tumetembelea daraja la Kigongo Busisi, linaitwa daraja la JP Magufuli. Daraja hili ujenzi wake ulianza mwaka 2019 mpaka mwaka 2021 wakati hayati Dr. John Pombe Magufuli, rais wa awamu ya 5, alipokuwa anafariki, lilikuwa limefika 25%. Hivi ninavyozungumza ndugu zangu wa Shinyanga ambao na nyie mtalitumia daraja hili, limefika 99.5. Yaani hapa mtani wenu unashindwa kusema tu limekamilika 100%. Kazi imekwisha, kwa sababu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika awamu ya 6 alisema anataka kuhakikisha miradi iliyoachwa na mtangulizi wake Mwanachato inakamilika, na kwa sehemu kubwa miradi imekamilika. Daraja la Kigongo Busisi limekamilika. Nilikuwa jana na waandishi wa habari, kazi inayoendelea pale ni ya kuchora ile mistari ya kwenye daraja, na tunamsubiri Mheshimiwa Rais aje afanye uzinduzi. Lakini pia tumekamilisha mradi wa ujenzi wa bwawa la Nyerere, linazalisha megawati 2115 na zote zimeingia kwenye grid ya taifa. Zinasafirisha, zinakuja mpaka hapa Shinyanga, na nyinyi mtanufaika na umeme huo. Huyo ndio Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini amekamilisha vipande viwili vya reli kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro na kutoka Morogoro mpaka Dodoma. Kazi inaendelea, wakandarasi wako site kutoka Dodoma Makutupola pale kuja mpaka Tabora, kutoka Tabora kuja mpaka Isaka mpaka Mwanza. Mradi huu pia utawagusa wananchi wa Shinyanga. Kwa hiyo kazi inaendelea, iko katika hatua mbalimbali. Mheshimiwa Rais anataka amalize haya yote kwa sababu anataka kufanya mageuzi makubwa katika uchumi. Lakini pamoja na mradi huo kwenye sekta ya kilimo kikiwa ni miongoni mwa sekta zilizopewa kipaumbele katika uongozi wa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika kilimo hiki Mheshimiwa Rais amefanya mambo mengi. Moja kati ya mambo ambayo ameyafanya, maana yale ya kwanza niliyazungumza ya hapa Shinyanga. Kwenye Wizara ya Kilimo, Mheshimiwa Rais alipokuja akasema Watanzania zaidi ya 70% wako kwenye kilimo. Ni lazima kufanyike uwekezaji mkubwa. Amefanya mageuzi makubwa. Ameondoa bajeti ya kilimo kutoka shilingi bilioni 294 hadi kwenda shilingi trilioni 1 na bilioni 248. Ni ongezeko la karibu 230%. Ongezeko kubwa.
kwa sababu anataka kuwagusa wakulima. Na ndio maana wakulima, ndugu zangu, watani wangu wa Shinyanga, leo hii mnapata ruzuku kwenye dawa za pamba. Mnapata ruzuku kwenye matrekta. Siku moja nilikuwa naona picha ya trekta linanyunyiza dawa kwenye mashamba. Watani zangu Wasukuma na Wanyamwezi, mnapita pale mnashangaa. Hiyo ndio teknolojia ambayo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anataka kuifanya. Ameleta hapa ndege nyuki. Ndege nyuki kwa lugha ya Kikinga, maana yake Wasukuma hamwezi Kikinga, inaitwa drones. Drones zinakuja zinamwagilia mashamba ya pamba kuua wadudu, kwa sababu hawa wadudu ndio wanaosababisha tunapata kilo 300 kwa eka badala ya kilo zaidi ya 2000 kwa eka moja. Ameleta hiyo teknolojia na ataendelea kuleta vifaa vingine ili ndugu zangu wakulima wa Shinyanga muweze kulima kisasa na wakulima wote Tanzania wafanye mageuzi makubwa. Hii bajeti kubwa iliyoongezeka kwenye sekta ya kilimo imepelekwa kwenye maeneo mengi. Moja kati ya maeneo hayo ni eneo la upatikanaji wa pembejeo. Ameongeza uzalishaji wa pembejeo bora kutoka tani 50,747 kwa mwaka 2021-22 na sasa hivi uzalishaji wa pembejeo tumefika tani 71,356 sawa na ongezeko la 40%. Lakini pia ameongeza uzalishaji wa miche na vipando katika mazao ya parachichi, korosho, chikichi, minazi, zabibu, mkonge, kahawa, chai, migomba na miwa, ili wananchi waweze kupata mbegu bora. Na nyinyi hapa mnaendelea kupata ruzuku katika dawa. Najua mnapata kwa bei pungufu. Matrekta yamekuja hapa takriban 400 kwa ajili ya kusaidia kilimo, na wote nyinyi mmeona mlikuwa mnalima eka moja hapa, mkikodi watu kulima wanalima kwa shilingi 50,000 eka moja, si ndio hivyo? Lakini sasa hivi baada ya matrekta kuja wote mmeona wako watu wamelima kwa shilingi 30,000, wako watu wamelima kwa shilingi 35,000. Hayo ndio mageuzi kwenye kilimo, kwa sababu tunataka watu wapate gharama ndogo za kilimo waweze kupata faida. Lakini pia ameimarisha upatikanaji wa mbolea. Mheshimiwa Rais mwaka 2021-22 usambazaji wa mbolea ulikuwa tani 363,599. Mwaka uliofuata akaongeza hadi kufika tani 580,668. Lengo ni kuwawezesha wakulima kutumia mbolea ili waweze kupata mazao mengi. Lakini kazi kubwa imefanywa kupitia Wizara ya Kilimo ya kuimarisha masoko kwenye maeneo mbalimbali, kuimarisha mfumo wa uwazi katika ununuzi wa mazao, ikiwemo soko la bidhaa, yani TMX, stakabadhi za ghala. Najua hapa lilikuwa na mjadala kidogo, lakini tayari wakulima wameanza kuitikia. Malengo ni kwamba wote tutakapokuwa tumeanza kutumia mifumo hii tutanufaika na fursa mbalimbali. Lakini muhimu zaidi, mazao yenu wajanja wamekuwa wakiyachukua, wanatoroka nayo na halmashauri inakosa mapato. Halmashauri ikikosa mapato na nyie mnakosa huduma za halmashauri. Sasa hivi kupitia mfumo wa stakabadhi ya mazao ghalani, halmashauri inakusanya mapato, yanakwenda hayo mapato ndio yanakuja kuboresha huduma zetu za kijamii, shule zetu, zahanati, kutuletea maji, kuboresha barabara za vijijini na mengine mengi ambayo yanafanyika. Lakini pia kumekuwa na kilimo cha mkataba. Tuna ununuzi wa mazao kupitia wakala wa hifadhi NFRA ambao pia imeongeza ununuzi wa mazao, lakini pia bodi ya mazao mchanganyiko. Zaidi ya hapo, tumeweza kufungua masoko mapya nje ya nchi, kwa sababu hapa kuna bidhaa mnazalisha. Mnazalisha mahindi wa Tanzania, mnazalisha mpunga, mchele, tunazalisha pamba kama hivi hapa. Kuna nyama, kuna mengine mengi, parachichi na mengine mengi. Kwa hiyo serikali imefungua masoko mapya 10. Tumefungua masoko ili wakulima wa nafaka, bustani, mikunde na tumbaku katika nchi za Malaysia ambako tunapeleka parachichi, Uturuki tunapeleka nanasi na parachichi, tunapeleka Israel parachichi, Marekani tunapeleka parachichi, Vietnam mbegu za matango na tikiti maji. Lakini China tunapeleka pilipili, parachichi, mahindi meupe, tunapeleka mashudu ya alizeti na pumba za ngano, na Pakistan ambako tunapeleka tumbaku, na Afrika Kusini ambako tunapeleka ndizi. Na ningependa kuchukua nafasi hii kuwaeleza ndugu zangu wa Tanzania. Mtakuwa wote mnakumbuka mwezi wa 3 nchi ya Malawi ilitangaza kufunga mpaka, kuzuia bidhaa za kilimo zisiingie katika nchi yao. Lakini pia Afrika Kusini pia zikawa zimezuiwa. Tumezungumza nao, hawakuelewa. Mwezi wa 4 na sisi tukafunga mpaka. Tulipofunga kule na sisi za kwao zisiende, zikatuvutia kwenda kwenye mazungumzo. Tukazungumza tarehe 24 mwezi wa 4, tukakubaliana kwamba sasa tukutane kumalizia mazungumzo. Leo nasimama hapa mbele yenu kwa furaha kubwa kuambia kwamba viongozi wetu kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wamekamilisha mazungumzo na nchi ya Malawi, wakiongozwa na waziri wetu wa mambo ya nje Mheshimiwa Mahamud Thabit Kombo na waziri wa mambo ya nje wa Malawi Mheshimiwa Nance Gladys Tembo. Wamemaliza kikao jana jioni
na kuanzia leo, kuanzia jana usiku, magari yameruhusiwa kupeleka mazao ya kilimo Malawi na Afrika ya Kusini. Mgogoro umekwisha. Nchi hizi ni marafiki zetu, ni majirani zetu, tuna uhusiano mzuri. Kwa hiyo ilikuwa ni swala la muda tu. Tumekaa, tumezungumza, tumekubaliana. Kwa hiyo ndizi na mazao mengine ambayo yanakwenda Malawi, yanakwenda Afrika Kusini, kuanzia jana usiku, ruksa malori yameanza kuvuka mpaka pale Tunduma, yanakwenda yanapeleka mizigo, lakini pia na wao sasa mazao yao yaliyokuwa yanakuja nchini kwetu yanaendelea kama kawaida. Lakini pia swala hili limeendelea kuimarisha uhusiano wetu. Sisi tuna uhusiano mzuri kati ya nchi zetu. Na ndio maana viongozi wetu walipokwenda kukutana jana, hao viongozi niliwatajia waheshimiwa mawaziri wa mambo ya nje, hao ni wale walioongoza majadiliano, lakini tulikuwa na viongozi wetu, waziri wetu wa kilimo, tena mwana kwetu wa hapa Mheshimiwa Hussein Bashe, waziri wetu wa viwanda na biashara Mheshimiwa Selemani Jafo, lakini pia waziri wetu wa mifugo, wote walikuwa pale, wamehakikisha kwamba tunakamilisha haya mambo ili tuweze kuendelea na biashara kati ya nchi zetu kama kawaida. Lakini pia serikali imeongeza usimamizi katika bei ya mazao kwa wakulima. Tumeongeza mazao kwenye kilimo, mazao yetu ya kilimo, gunia ilikuwa limeshuka sana bei. Mwaka 2021 ilikuwa imefika mpaka shilingi 47,000 kwa gunia moja. Sasa hivi mazao yetu ya kilimo gunia liko zaidi ya shilingi 100,000. Kwa sababu tumesimamia vizuri. Lakini pia mchele ambao sasa hivi pia gunia limekwenda mpaka zaidi ya shilingi 275,000. Mtama hali kadhalika tumefika zaidi ya shilingi 130,000, kwa sababu huko nyuma tulikuwa tunauza mpaka shilingi 99,000. Sasa hivi tumepanda. Hali kadhalika kwenye maharage pia bei imeongezeka kutoka 176,000 hadi kufika 276,000. Viazi mviringo na vyenyewe bei imeongezeka kutoka 68,000 kwa gunia na sasa hivi ni 97,000. Lakini pia korosho na yenyewe bei imepanda kutoka shilingi 1,500, sasa hivi wakulima wa korosho wanapata mpaka shilingi 4,000 na zaidi kwa kilo moja ya korosho. Lakini pia kwa upande wa kahawa pia bei imeongezeka. Sasa hivi kahawa wanapata mpaka shilingi 6,000 kwa kilo moja, kutoka kipindi kile ilikuwa inauzwa shilingi 1,000 mpaka shilingi 800, 1,200. Sasa tunalisimamia vizuri soko la mazao na imefika shilingi 6,000. Lakini pia serikali imefanya kazi kubwa kuongeza mauzo ya mazao nje ya nchi. Mazao yetu yameongezeka kutoka dola za Marekani bilioni 1.2 kwa mwaka 2021-22 hadi dola za Marekani bilioni 2.3 kwa mwaka huu 2023-24. Na ongezeko hili limekuwa ni 91% na limegusa mazao kama kahawa, pamba, mkonge, chai, korosho, tumbaku, mboga, maua na mengine. Lakini pia serikali imefanikiwa kuanzisha mnada wa chai Dar es Salaam mwezi Novemba mwaka 2023, ambao unasaidia kupunguza gharama za biashara zilizokuwa zinasababisha kutumia mnada wa chai wa Mombasa. Sasa hivi tunafanyia hapa nchini kwetu. Na pia serikali imetoa shilingi bilioni 29.3 kulipa fidia ya hasara iliyopatikana na makampuni yaliyonunua kahawa kwa bei yaliyonunua mazao yetu kwa bei ya chini. Frank yuko hapa, niletee tablet yangu, naona hii inazidiwa na joto. Kwa hiyo ndugu zangu, kazi inakwenda vizuri kwenye kilimo. Mheshimiwa Rais hana muhali, anahakikisha kwamba tunafanya usimamizi mzuri wa kilimo ili wakulima wetu waweze kunufaika vizuri na faida. Teknolojia wakati mwingine na yenyewe ikikutana na joto inapata shida kidogo. Sasa ndugu zangu, nilikuwa nazungumzia kuhusu mazao ya kilimo na uzalishaji wake, lakini pia mambo mengine ambayo yamefanyika vizuri ni pamoja na kuimarisha shughuli za umwagiliaji. Tumefanya kazi kubwa kwenye kuimarisha shughuli za umwagiliaji. Hivi ninavyoongea na nyinyi, kupitia tume ya umwagiliaji tunaendelea na utekelezaji wa miradi 780 ya umwagiliaji. Kati ya miradi hiyo, miradi 133 ilianza mwaka 2022-23 na miradi 647 imeanza mwaka 2023-24. Tumeajiri wataalamu wa kilimo 220 na kusambaza katika ofisi za umwagiliaji zilizopo katika kila wilaya. Wanaendelea kufanya kazi katika maeneo hayo. Lakini pia tumefungua ofisi za umwagiliaji katika wilaya 139 ambazo zinaendelea kutoa huduma. Lakini pia tumenunua mitambo 15 na magari 53 kwa ajili ya shughuli za umwagiliaji. Tumeweza kuongeza uzalishaji wa mazao ya chakula. Sasa uzalishaji wa mazao ya chakula, kwa mfano mahindi, maharage na mchele, na ndugu yetu waziri wetu wa kilimo anasema haya pamoja na kwamba ni ya chakula pia ni ya biashara. Sasa uzalishaji wa mazao haya umeongezeka kutoka tani milioni 17
1,148,290 kwa mwaka 21-22, na sasa tumefika tani 1,22,808,316, na hiyo ni msimu uliopita. Msimu huu huenda tukawa na ongezeko kubwa zaidi. Sasa hili ongezeko lililopita ni 32.98, na tumeifanya Tanzania kuwa na utoshelevu wa chakula. Kwa upande wa uzalishaji wa mazao makuu ya biashara, nao tumeongeza kutoka tani 898,967 kwa mwaka 2021, na sasa tumefika tani 1,260,321 kwa mwaka 2023. Tukiongea sasa, ongezeko hili litakuwa limekwenda zaidi, lakini hili lilikuwa tayari ni ongezeko la 28.19. Lakini tumeongeza uzalishaji wa mazao ya bustani, parachichi, karafuu na pilipili manga, ambao tumeongeza kutoka tani 7,304,723 kwa mwaka 21-22, na tumefika tani 8,438,273 kwa mwaka 23-24, hili likiwa ni ongezeko la 15.3. Tumefanya kazi kubwa katika uzalishaji wa mbegu za mafuta na uzalishaji wa mazao ya mbegu za mafuta, kwa mfano alizeti, karanga, ufuta, chikichi na soya umeongezeka kutoka tani 1,713,178 kwa mwaka 2021 hadi kufikia tani 2,143,098 kwa mwaka 2023. Hili ni ongezeko la 25%, na uzalishaji wa alizeti pekee umeongezeka kutoka tani 478,900 kwa msimu wa 2021. Hivi ninavyozungumza uzalishaji wa alizeti umefika tani 1,132,000 kwa mwaka 2023. Sasa mwaka 2024 huenda tukawa na ongezeko zaidi, lakini ongezeko hili tu peke yake ni sawa na ongezeko la 136.4. Na zao la mafuta, maana yake tunapoliongeza la alizeti tunaongeza upatikanaji wa mafuta kwenye nchi yetu. Tumekuwa tukiagiza mafuta kutoka nje ya nchi na kutumia fedha nyingi za kigeni, lakini kwa kuongeza uzalishaji wa alizeti, maana yake tunapunguza uagizaji wa mbegu kutoka nje ya nchi. Lakini pia tumeweza kuongeza ajira na zenye staa kwa vijana kupitia miradi yetu mbalimbali. Wote mnafahamu tulianzisha program ya Jenga Kesho Iliyo Bora, yani BBT, Building a Better Tomorrow. Tumewezesha vijana 686 kupatiwa mashamba kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli za kilimo, ambapo jumla ya ekari 201,000 zimepatikana katika mikoa ya Dodoma, kule Membe, lakini pia Membe, Ndogowe na Chinangali, lakini Njombe, eneo la Ikangasi, na Kigoma kule tumepata ekari kama 36,000, na Kagera kule kama ekari 5,003. Kwa hiyo hizo zote zinafanya jumla ya ekari zilizopatikana kuwa 201,242 ambazo tumezifanya kupitia mradi wetu wa BBT na kuwezesha vijana hao 686 kupata kazi za kufanya. Wahitimu 230 wamechaguliwa kuanza program katika kata 40 zinazozalisha pamba katika mikoa ya Pwani, Shinyanga, Tabora, Simiyu, Mara na Mwanza. Matokeo ya mwisho ya uratibu huu ni kuwezesha vijana kuona fursa za kujiajiri. Na pia tunatoa mikopo ya riba nafuu ya asilimia kama 4.5 ili kuwawezesha kupata vifaa na kutumia teknolojia za kisasa katika uzalishaji. Lakini tumefanya kazi kubwa ya urasimishaji wa sekta ya kilimo. Mnafahamu wakulima wengi wanahitaji kupata fedha, kupata mikopo kutoka kwenye taasisi mbalimbali. Changamoto kubwa tuliokuwa nayo ni kwamba wakulima wetu wengi wamekuwa hawajarasimishwa. Tumeanzisha mfumo ambao tunasajili wakulima. Sasa mfumo wetu wa kusajili wakulima mpaka sasa tumeshasajili wakulima 3,681,249 ambao wamesajiliwa kwenye mfumo huu wa wakulima, na sasa wamekuwa rasmi, wanafikiwa na huduma mbalimbali za ugani, za pembejeo, ya ruzuku na mahitaji mengine ambayo serikali inafanya, na wadau mbalimbali wanakuja kushirikiana nasi. Lakini pia tumeainisha, kama nilivyosema hapo juu, tumeainisha na kutambua na kusajili ardhi ya kilimo, kwa sababu hilo ndio jambo muhimu sana, ili tuweze kujua wapi panalimwa, wapi panafugwa, wapi kwa ajili ya makazi. Sasa ardhi ya kilimo ibaini, kama nilivyosema, ekari 201,241 katika mikoa hiyo ya Dodoma, Kagera, Kigoma, Mbeya na Njombe kwa ajili ya mashamba makubwa. Tumeimarisha shughuli za ugani. Wakulima wetu, kama nilivyosema, wanahitaji kutumia shughuli bora za ugani. Kwanza, kuanzisha kituo cha ushauri kwa wakulima kinaitwa M-Kilimo. Tumefanya ununuzi wa pikipiki kwenye eneo hili ili tuwawezeshe wale maafisa ugani wetu waweze kufika maeneo mbalimbali. Katika kipindi cha miaka 4 ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tumenunua pikipiki 6,439
na vishikwambi 4305 kwa maafisa ugani nchini, ili wapite kwa wakulima wawape elimu ya kilimo. Tumefanya ununuzi wa magari 25 ambayo yameanza kusambazwa kwenye ofisi za kilimo za mikoa, na tutakwenda mpaka kwenye ofisi za kilimo za wilaya. Tunataka wakulima wote wafikiwe. Lakini tumefanya ununuzi wa sare. Sasa hivi ile afisa kilimo anakuja amevaa mlegezeo, amevaa kikaptula haeleweki, tunaanza kuondoka. Tunataka weledi katika kilimo. Tunawapatia sare na tumeshaanza kusambaza hizo sare 6456, lakini pia tunawanunulia vipima udongo kama nilivyosema. Nchi nzima tumenunua vipima udongo 143 na hapa Shinyanga vimekuja 6 kwa ajili ya kupima udongo katika maeneo mbalimbali. Wataalamu wetu wanapima, wanakwenda kuambia wakulima, hapa tumia mbolea aina hii, hapa tumia dawa za aina hii, hapa panastahili mazao ya aina hii. Sio unapanda ili mradi halafu unakosa tija katika uzalishaji. Lakini tumeweza kuanza ujenzi wa nyumba 50 kwa ajili ya maafisa ugani ili waweze kukaa sehemu zinazofaa. Katika kujenga uwezo wa ndani wa kukabiliana na milipuko ya visumbufu katika eneo hili, serikali imefanya yafuatayo. Kwanza, tumenunua ndege nyuki. Niliwaambia na hapa Shinyanga tumepata. Nchi nzima tumenunua ndege nyuki, yani drones 41 kwa ajili ya uchunguzi, udhibiti wa wadudu waharibifu wa mazao. Tunafanya uchunguzi, lakini tunafanya udhibiti wa hao wadudu. Lakini pia tumekamilisha taratibu za kupata ndege kwa ajili ya kudhibiti wadudu na ndege waharibifu wa mazao. Sasa tutanunua, hizi zilikuwa ndege nyuki, tunataka tununue ndege kabisa zile mnazozijua. Zipite kwenye mashamba, kumetokea sijui mlipuko, kuna wadudu fulani wamevamia sehemu fulani, tunakwenda tunapulizia, tunamalizana nao ili wakulima wasipate hasara. Kwa hiyo kwa zao la pamba, ndugu zangu, maeneo mengi ya zao la pamba, naomba mtambue kwamba moja ya mazao hayo ambayo serikali imeyafanyia kazi ni zao hili, na tumelipa umuhimu mkubwa katika kuhakikisha kwamba linapata mafanikio kubwa. Juhudi hizi zimesaidia kuongeza uzalishaji wa pamba. Kama nilivyosema mwanzoni, tumefanya hivi na tumeongeza uzalishaji. Sasa uzalishaji wa pamba umeongezeka kutoka tani 180,000 tumefikia tani 400,000. Malengo yetu ni kuendelea na juhudi hizi za uzalishaji wa zao la pamba, tufikie tani milioni 1 ifikapo mwaka 2030. Na tukifika hapo, lengo letu ni kwamba nusu ya hiyo tani milioni 1 za pamba tutakazozalisha tuweze kuzichakata, kuziongezea thamani hapa nchini. Tukiziongezea thamani hapa nchini, tutapata fedha zaidi, tutazalisha ajira kwa watu wetu, lakini pia tutaweza kusimamia zao vizuri. Tutazalisha bidhaa za afya, tutazalisha nyuzi, tutazalisha vitambaa, ili suti kama hii niliyovaa msemaji mkuu wa serikali izalishwe moja kwa moja kwa pamba iliyotoka Shinyanga, iliyochakatwa Tanzania na kuwanufaisha wa Tanzania. Sasa ndugu zangu, baada ya kuangalia zao, maeneo haya ya kanda ya Ziwa pia yanafanya kazi kubwa ya uvuvi, na niwapongeze wavuvi wote. Mmeitikia wito wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wa kuboresha sekta ya uvuvi. Sasa tangu Mheshimiwa Rais aingie madarakani mwezi Machi mwaka 2021, ameipa kipaumbele sekta hii ya uvuvi na mifugo kwa kuongeza bajeti ya uvuvi kutoka shilingi bilioni 121 ya mwaka 2021-22 hadi kufikia shilingi bilioni 460 kwa mwaka 2024-2025. Sasa kwenye sekta ya uvuvi tumefanyeje? Kwanza, tumewezesha kukuza ufugaji wa samaki kwenye vizimba ndani ya Ziwa Victoria, ambapo hadi sasa jumla ya vizimba 329 vimetolewa kwa wanufaika 1909, vyama vya ushirika vikiwemo 22, vikundi 68, makampuni 10 na binafsi, watu binafsi 28. Matokeo yake ni kwamba vikundi 18 vimevuna tani kama 147 za samaki na kukusanya shilingi bilioni 1 za Kitanzania kutoka kwenye mazao ya samaki. Lakini serikali pia imetoa kiasi cha shilingi milioni 259 kwa ajili ya ununuzi wa ndege nyuki, yani drone, kwa ajili ya kudhibiti uvuvi haramu, lakini pili, kufanya ufuatiliaji wa maeneo ya uvuvi ndani ya ziwa. Tumenunua drone ambayo inaweza kukimbia kwa kasi ya kilomita 108 kwa saa. Kwa hiyo kama kuna mtu anafanya uvuvi haramu, sisi tunatuma drone tu, inamdhibiti. Tunamuona yule anakwenda, tukifika tunaokota tu kama kumbikumbi. Tunachotaka kukisema kwenye eneo hili ni kuhakikisha tunafanya uvuvi wa kitaalamu, ili samaki wetu wawepo kwa muda mrefu, wadumu kwa muda mrefu, na tuweze kuwafaidi kwa kipindi kirefu. Hizi drone hizi zinaweza kusafiri umbali wa mpaka kilomita 400. Usije ukadhani unakwenda sijui mbali huko Kilindini umekwepa sana. Hapana, tutakufikia. Drone tulizonazo zinaweza kwenda kilomita 400 na zikafika mahali popote ambapo upo. Na ikisimama hapa inaweza kuona mpaka mita 350.
Yaani fanya viwanja vya mpira 3.5 inaona. Kwa hiyo hata mtu ukiwa umejificha yenyewe imesimama hapa inakuwa natoka mbali. Sasa ndugu zangu, nimeyasema haya kwa sababu tumekuwa na changamoto kubwa ya uvuvi haramu ziwani, na hili limekuwa likisababisha uharibifu wa rasilimali samaki. Samaki wanavuliwa wakiwa bado wadogo na tunakosa manufaa makubwa. Sasa malengo yetu sisi serikali ni kuendelea kununua drone zaidi na kuimarisha usimamizi wa uvuvi, tuwe na uvuvi wenye tija. Serikali pia imetoa jumla ya shilingi bilioni 23 kwa ajili ya ununuzi na usambazaji wa boti za uvuvi na kuzikopesha kwa wavuvi na wakuzaji wa viumbe hai. Na mpaka sasa jumla ya boti 280 zimekopeshwa na watu 5,035, kati yao 1,719 wakiwa ni wanawake na wanaume 3,316 wamekopeshwa boti hizi. Matokeo ya uwekezaji huu ni kwamba mauzo ya mazao ya uvuvi nje ya nchi yameongezeka kutoka tani 167,256 yenye thamani ya dola za Marekani milioni 813.5 mwaka 2020 na hadi kufikia tani 181,000 yenye thamani ya dola za Marekani milioni 878 kwa mwaka 2024. Tunaendelea kuchukua hatua hizi pamoja na kuongeza uzalishaji ili tuweze kupata manufaa zaidi. Wanufaika 544 wa mkopo wa vizimba wamenufaika na kurejesha mikopo yao yenye thamani ya shilingi bilioni 1 na milioni 67 na laki 742,000. Kufungwa kwa shughuli za uvuvi ndani ya ziwa wakati fulani tulifunga baada ya uvuvi haramu kushamiri kumeweza kuongeza uzalishaji kutoka tani 6,558 kwa mwezi zenye thamani ya shilingi ya dola ya shilingi bilioni 43 kwa mwaka 2023 na sasa tumefika tani 9,277 kwa mwezi zenye thamani ya shilingi bilioni 77 baada ya ziwa kufunguliwa. Lakini pia katika kipindi cha miaka 4 ya Mheshimiwa Rais ametoa shilingi bilioni 280 kwa ajili ya ujenzi wa bandari ya uvuvi kule Kilwa, ambayo ujenzi wake unakwenda vizuri ukihusisha ujenzi wa gati ambao umefikia 98%, jengo la utawala tumelijenga limefikia 90%, ujenzi wa sehemu ya abiria na ubaridi, sehemu ya ubaridi wa kuhifadhia samaki imefika 65%. Tunataka bandari ya Kilwa iwe bandari ya kimkakati. Serikali yetu inafanya uwekezaji mkubwa katika eneo la maji makuu, niseme maeneo ya bahari, kwa ajili ya kuendelea kunufaika na rasilimali zilizopo huko, ikiwa ni moja ya mikakati yetu ya kunufaika na uchumi wa buluu. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, sasa nchi yetu itakuwa na uwezo wa kupata samaki wengi kutoka baharini na kunufaika na masoko ya ndani na nje ya nchi. Kwenye sekta ya mifugo, kwa upande wa sekta ya mifugo, Tanzania imepata mafanikio makubwa. Kutokana na juhudi za Mheshimiwa Rais, tumeweza kuimarisha na kujenga diplomasia ya uchumi katika mataifa mbalimbali, na hivyo tumefanikiwa kufanya yafuatayo. Moja, tumefungua fursa za kiuchumi na kupeleka mauzo ya nyama kutoka Tanzania kwenda nje ya nchi, ambayo yameongezeka kutoka tani 1,774 kwa mwaka 2021-22 na tumefika tani 14,701 kwa mwaka 2023-2024. Kiasi hiki cha mazao kimechangia katika mfuko wa fedha za kigeni kwa dola za Marekani milioni 61,394,557. Lakini pia tumeongeza viwanda vyenye ithibati ya kuuza nyama nje ya nchi, ambavyo vimeongezeka kutoka 4 hadi 7 kwa mwaka 2025, na kuongezeka huku kwa viwanda kumechangia kuhakikisha wafugaji wanapata soko la uhakika la mazao yao nje ya nchi. Lakini pia diplomasia hii ya uchumi imeendelea kufungua fursa za masoko, ambapo sasa nyama ya Tanzania inauzwa katika nchi 12. Leo nilikuwa katika uwanja wetu wa ndege pale, ambao ujenzi wake umefikia zaidi ya 80%. Tunajua mradi huu ulitakiwa uanze kujengwa na kukamilika mapema. Mradi ulianza mwaka 2017. Mwaka 2023 Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akasema imetosha, Shinyanga ni lazima ikarabatiwe uwanja wake. Tumepita na waandishi wa habari, tumejionea uwanja umefika zaidi ya 80%. Njia ya kurukia ndege imekamilika kwa 100%. Sehemu ya maegesho ya ndege imekamilika kwa 100%, na tayari viongozi wetu, waziri mkuu, naibu waziri mkuu wameshatumia kwa kutua, na ukarabati sasa unamaliziwa kwa jengo lile la abiria ili likamilike. Tutajenga pia eneo la ubaridi la kuhifadhia mazao yanayohitaji ubaridi ikiwemo nyama. Lengo ni kwamba Shinyanga, watani zangu, na nyinyi ng'ombe wenu wale, badala ya kuwachunga miaka 20 wanakuwa na umri wa binadamu, tunataka muwachunge kwa muda mfupi, muwapeleke kwenye masoko ya kimataifa muweze kupata pesa. Sasa kwa kuongeza
viwanda vyenye ithibati ya nyama kutoka 4 mpaka viwanda 7. Tumeweza kupata masoko katika maeneo mengi. Nchi zifuatazo. Tumepata masoko Bahrain, Komoro, Hong Kong, Jordan, Kenya, Kuwait, Oman, Qatar, Rwanda, Saudi Arabia, UAE, United Arab Emirates na Vietnam. Haya ni maeneo yenye mahitaji makubwa ya nyama. Na ndugu zangu wa Shinyanga, fursa hizi zikifunguka, tuuze nyama. Fuga ng'ombe zaidi, uza zaidi. Usikae na ng'ombe miaka 20, utapata hasara. Gharama za kumfuga ng'ombe miaka 20 ni kubwa kuliko fedha utakayouza ukipata. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais anawaletea fursa hizi ili sio muache kufuga, mfuge, lakini unafuga ng'ombe akifika umri wake, unamuondoa, unapata pesa mfukoni, unafuga wengine, na tunaendelea kuboresha maeneo ya ufugaji na kuwapa mahitaji mbalimbali ya mifugo ili ufugaji wenu uwe na tija. Programu hizi zitakapokuwa zimeanza kwa nguvu, naomba mziunge mkono ili tuweze kunufaika na fursa hizi. Vijana wetu 106 waliohitimu katika programu ya BBT awamu ya kwanza wamekopeshwa na kupatiwa vitalu vyenye ukubwa wa ekari 10 kila mmoja katika ranch za Kigoma katika mkoa wa Kagera kwa ajili ya kuendeleza na kunenepesha mifugo, ili wanenepeshe mifugo wauze nyama. Lakini jumla ya ekari 210,090 zimepimwa katika vijiji 264, ikiwa ni jitihada za kuongeza uzalishaji wa mazao ya mifugo. Lakini pia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa shilingi bilioni 28 kwa ajili ya chanjo ya ruzuku ya mifugo. Hatua hii inalenga kuimarisha afya ya mifugo sambamba na kumpunguzia gharama mfugaji. Mifugo inayokusudiwa kuchanjwa kwa ruzuku ni ng'ombe ambao watachanjwa kwa shilingi 500, mbuzi kwa shilingi 300 na kuku bure, yani bila malipo. Tunataka watu waweze kuchanja, wapate faida kutokana na mifugo ambayo wanaifuga. Sasa ndugu zangu, pamoja na utekelezaji wa miradi hiyo katika ukanda huu wa Ziwa, ipo kazi nyingine kubwa ambayo imefanywa na Mheshimiwa Rais, na yenyewe ni kuimarisha usafirishaji wa majini. Mikoa hii ya kanda ya Ziwa inaguswa na usafirishaji ndani ya Ziwa Victoria. Sasa serikali kupitia kampuni ya Meli Tanzania Tashco imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya kuimarisha huduma za usafirishaji wa abiria na mizigo katika Ziwa Victoria na Ziwa Tanganyika. Na hapa kwa kuwa tupo katika kanda ya Ziwa, nataka niwaambie ndugu zangu wananchi wa kanda ya Ziwa kuwa hakuna wakati katika historia ya nchi yetu ambapo serikali iliwahi kufanya uwekezaji mkubwa katika usafiri na usafirishaji katika kanda ya Ziwa, katika Ziwa Victoria, kama serikali ya awamu ya 6. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Jana nilikuwa na waandishi wa habari pale Mwanza. Tumetembelea vivuko. Pana vivuko pale vinajengwa kupitia Songoro Marine, vivuko 5. Kuna kazi kubwa inafanywa ya ujenzi wa MV Mwanza hapa kazi tu. Kazi ile imefika 98%, karibu 99%. Meli ile itakuwa na uwezo wa kubeba mizigo kiasi cha tani 400. Meli ile itakuwa na uwezo wa kubeba abiria 1200, na meli ile italeta mageuzi makubwa ya kiuchumi katika ukanda huu wa Ziwa. Ni tena Frank aje ndani yake mzima. Italeta mageuzi makubwa ya kiuchumi katika kanda ya Ziwa. Kwa ndugu zangu, boti ama vivuko vinavyojengwa kwanza vitaleta suluhisho kubwa la usafiri katika kanda ya Ziwa, kwa sababu wananchi wengi wataweza kuwa wanasafiri kutoka sehemu moja. Hiyo MV Mwanza peke yake itatoa suluhisho la usafiri wa ndani ya nchi, kwa maana ya vituo vyetu vikubwa Mwanza, Bukoba na kwingineko, lakini pia italeta suluhisho la mawasiliano katika nchi jirani. Tunategemea meli yetu iweze kutumika pia kwenda katika nchi jirani, iweze kwenda Kisumu kule Kenya, lakini iweze kwenda Port Bell kule nchini Uganda, na huko kote itatusaidia kukuza uchumi na kuleta mageuzi makubwa ya uchumi katika ukanda huu wa Ziwa, lakini pili katika nchi yetu hii ya Tanzania. Sasa ndugu zangu, labda katika hili niwaeleze sasa moja baada ya jingine ili muone kazi kubwa iliyofanywa. Kwanza, kama nilivyosema, MV hapa kazi tu ndio hiyo inaendelea kumaliziwa kwa 1% iliyobaki. Na gharama zilizotumika katika mradi huu ni shilingi bilioni 138.
ambazo sasa hivi mradi unaelekea ukingoni, na utakapokamilika meli hii itaanza kufanya kazi. Mradi mwingine katika miradi mikubwa minne inayotekelezwa hapa katika ukanda wa Ziwa Nyasa, ukanda wa Ziwa Victoria, ni mradi wa ukarabati wa meli ya uokozi ya MV Ukerewe. Serikali inatekeleza mradi huu wa meli ya uokozi, yani tugboat wa MV Ukerewe tangu mwaka 2024 mwezi Oktoba. Gharama zinazotumika ni shilingi za Kitanzania bilioni 6.3. Mradi huu utatekelezwa kwa muda wa miezi 10 mpaka utakapokamilika, na hivi ninavyozungumza kazi imefika 17% na tunatarajiwa ukamilike ndani ya muda uliopangwa. Lakini pia tuna mradi wa ujenzi wa meli mpya ya kubeba mizigo kiasi cha tani 3,000. Mradi huu unatarajiwa kuanza wakati wote mara baada ya malipo ya awali kufanyika. Tumeshapata mkandarasi kwa ajili ya kutekeleza mradi huu na utatekelezwa kwa ajili ya kubeba mizigo. Tutakuwa na mizigo mingi hapa itakayokuwa inatoka hapa kwenda nchi jirani, lakini kwa ndani ya nchi. Tunatekeleza mradi huu kwa dola za Marekani milioni 58.2. Lakini pia tuna mradi wa ukarabati wa meli ya kubeba mafuta MT Nyangumi. Mradi huu utahusisha meli itakayobeba mafuta kiasi cha lita 400 ambazo ni sawa na tani 350 za mzigo. Meli hii iliyojengwa mwaka 1958 ilisimama mwaka 2008, lakini sasa kutokana na mahitaji makubwa na uharibifu uliojitokeza, serikali imeamua kufanya ukarabati, na utafanywa na kampuni ya hapa Tanzania inaitwa MC Dar es Salaam Merchants Group kwa gharama ya shilingi bilioni 8.9. Mradi huu unatarajiwa kutekelezwa kwa muda wa miezi 10 kwa mujibu wa mkataba, na wenyewe wakati wote ukianza tutawajulisha ili tuweze kukamilisha. Lakini pia tuna miradi katika Ziwa Tanganyika. Tuna karabati meli ya MV Sangara. Mradi huu unahusu ukarabati wa MV Sangara itakayotumika kubeba shehena ya mafuta kiasi cha lita 410,000 katika Ziwa Tanganyika. Meli hii ilijengwa muda mrefu tangu mwaka 1981 na mradi huu ulianza kutekelezwa mwezi Novemba mwaka 2021 na unatekelezwa kwa dola za Marekani milioni 3,600,000. Hatua iliyofikiwa mpaka sasa umefikia 98% na utakamilika katika kipindi kifupi kijacho. Lakini pia tuna mradi wa ukarabati wa meli ya MV Liemba. Wote mnafahamu hii meli ni meli kongwe ambayo ni maarufu sana kule Ziwa Tanganyika. Shughuli ya ukarabati zilianza tangu mwaka jana mwezi Julai tarehe 13, na tayari serikali imeshamlipa mkandarasi kiasi cha fedha za awali na kazi hii inaendelea. Tunao mradi wa ukarabati wa meli ya MV Mwongozo. Mradi huu unatarajiwa kugharimu shilingi bilioni 9 na kazi yake pia itafanyika kwa muda wa miezi 9. Mkataba wa ukarabati umeshasainiwa kati ya shirika la Meli Tanzania Tashco na mkandarasi ambaye ni kampuni ya Songoro Marine tangu mwezi April mwaka huu. Tunao mradi wa ujenzi wa kiwanda cha kujengea meli yani shipyard, na wenyewe unafanywa kwa gharama ya shilingi bilioni 322 na milioni 788. Kiwanda hiki kitakuwa na miundombinu ya kudumu ikiwemo chelezo yenye uwezo wa kupandisha na kushusha meli zenye uwezo ama zenye uzito wa tani 5,000. Kiwanda hicho kitajengwa katika eneo la Katabe lililopo umbali wa kilomita 5 kutoka bandari ya Kigoma. Kwa hiyo hatua iliyofikiwa katika eneo hili kwa sasa, maandalizi ya kupeleka miundombinu muhimu ya barabara, maji na umeme kwenye eneo husika yanaendelea kufanyika ili kazi mara moja iweze kufanyika. Sasa niliwaambia kuhusu vivuko vinavyotekelezwa katika mkoa wa Mwanza. Serikali inaendelea kutekeleza mradi huu ambao utagharimu shilingi bilioni 138. Tunajenga kivuko cha MV Ukelewe. Jana tulikwenda kukitembelea pamoja na waandishi wa habari. Kazi hii na yenyewe imefika hatua nzuri, iko 92%, na kivuko hiki kitakuwa na uwezo wa kubeba abiria 330, lakini pia kitakuwa na uwezo wa kubeba mizigo kama tani 170, magari 22 na madogo magari 10. Tuna kivuko cha MV Bukondo. Kivuko hiki kitakuwa na uwezo wa kubeba tani 100 za mizigo na abiria 200, na chenyewe kazi yake imefika 92%. Tunacho kivuko cha MV Kilindoni. Hiki ni kipya, kitakuwa na uwezo wa kubeba tani 120 na abiria 300 na magari 10. Kazi ya ujenzi wa kivuko hiki imefika 35%. Kivuko kingine kipya kinachoendelea kujengwa ni kile kitakachokuwa kinatoa huduma katika maeneo ya Ijinga, Kahangala, na chenye tumekitembelea jana, kimefika 90%. Ni kivuko kikubwa, kitakuwa na uwezo wa kubeba tani 100 na uwezo wa kubeba abiria 200.
Tumetembelea pia kivuko kingine kinachoendelea kujengwa cha MV Kome 3 kitakachokwenda kutoa huduma katika maeneo ya Nyakalilo katika halmashauri ya wilaya ya Buchosa na Kome katika wilaya ya Sengerema mkoani Mwanza. Eneo hilo tayari lina kivuko cha MV Kome 2 ambacho kinabeba abiria 40 pamoja na abiria wengine pamoja na abiria 120, kinabeba tani 40 na abiria 120. Hiki cha MV Kome 3 sasa hivi ujenzi wake umefikia 90%. Hiki sasa kitabeba tani 170 na abiria 800. Ni kikubwa sana, pamoja na magari 22. Tunacho kivuko kingine kitakachokuwa kinatoa huduma kati ya Buyagu katika wilaya ya Sengerema na Mbarika katika wilaya ya Misungwi mkoani Mwanza. Ujenzi wa kivuko hiki umefikia 81%. Kitakapokamilika kitakuwa na uwezo wa kubeba tani 50 na abiria 100 na magari 6. Serikali inapeleka kivuko ili kurahisisha shughuli za uchumi katika maeneo haya. Wote mnajua Ziwa Victoria lina visiwa vingi. Naambiwa kuna visiwa hapa takriban 39. Sasa baadhi ya visiwa hivi vinakaliwa na watu na lazima serikali ipeleke huduma huko. Lakini tunapojenga vivuko hivi hapa Mwanza, tunajenga pia vivuko katika maeneo mengine. Pamoja na vivuko vya Mwanza, tuna vivuko vingine tunavyovijenga kupitia TEMESA ambako serikali imetoa kiasi cha fedha shilingi bilioni 17.6. Tunajenga MV Temesa, MV Musoma, MV Misungwi, MV Nyerere, MV Ujenzi, MV Mara, MV Kome 2, MV Kilombero 2, MV inaitwaje Kianyabasa, MV Sabasaba, MV Old Ruvuvu, MV Ukara, MV Tanga, MV Kitunda, MV Kazi, MV Magogoni, MV Kilambo, MV Ruhuhu, MV Kilondoni na MV Tangazo. Hizi kazi zote zinafanyika nchi nzima katika maeneo mbalimbali katika kuhakikisha tunarahisisha usafirishaji wa abiria na mizigo katika maeneo ya Watanzania wenzetu wanaoishi kwenye maeneo ya visiwa. Ndugu zangu, pia kuna kazi inayoendelea, ujenzi wa maegesho na maboresho ya miundombinu ya vivuko, na kwenye tunaendelea kufanya. Awamu ya 6 inajenga maegesho katika maeneo ya vivuko vya Chato, Nkome, Mayenzi, Kanyinya, Ijinga, Kagala, Bwiro, Bukondo, Malimba, Malinyi, Kanjunjumele, Mwaya, Iramba, Majita, Bugorola, Ukara, Kisolia, Lugezi, Kahunda, Maisome, Izumacheli na Ilunda, Luchele. Watani wangu ya majina mtanimaliza. Maegesho haya sasa yapo katika hatua mbalimbali za utekelezaji, lakini tunataka vivuko vikija, sio mtu unaloa kwenye maji ndio unakwenda nyumbani. Unatoka na suti yako ukiwa umepiga tai na mokasi yako, unavuka kwenye kivuko kiro safi, unaendelea na mambo yako. Lakini ujenzi wa miundombinu ya majengo katika maeneo ya kutolea huduma za vivuko yanaendelea huko Chato na Lugasa, Sengerema. Na tunatekeleza mradi huu katika eneo la Muigobelo, tayari umekamilika na jengo hilo linaendelea kutumika. Lakini pia ndugu zangu, kuna ujenzi na ukarabati wa viwanja vya ndege. Nimewaambia tumetoka kwenye kiwanja cha ndege cha Shinyanga, lakini kazi kama hii pia imefanyika katika uwanja wa ndege wa Mwanza, ukiwa ni miongoni mwa viwanja 61 vinavyoendeshwa, kusimamiwa na kuendelezwa na Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania TAA. Kiwanja hiki ni cha 3 kwa ukubwa cha Mwanza. Idadi ya abiria kwa mwaka kitatanguliwa na uwanja wa ndege wa Julius Nyerere ulioko Dar es Salaam na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kia. Kiwanja hiki kiko kwenye ukubwa wa daraja C. Kwa hiyo ni kiwanja kikubwa na muhimu kwa uchumi wetu. Kwa hiyo kutokana na umuhimu wa kiwanja hiki kwa usafiri wa anga nchini, ukanda wa maziwa makuu, serikali imekuwa ikifanya maboresho mbalimbali. Miradi inayoendelea katika uwanja huu, kwanza ni ukamilishaji wa jengo la abiria. Serikali inatekeleza mradi wa ukamilishaji wa jengo la abiria kwenye uwanja huu kwa shilingi bilioni 29.3. Umefikia 13% na utarajiwa kukamilika mwezi Oktoba mwaka 2025. Mradi huu wa jengo la abiria utakapokamilika utaimarisha huduma za usafiri katika eneo hili na tutaweza kuhudumia abiria milioni 1.5 au milioni 1.5 kwa mwaka. Tunayo maboresho katika jengo la kuhifadhia mizigo, cargo terminal, katika uwanja huu kwa gharama ya shilingi bilioni 2 ambao unaendelea kukamilika na wenyewe mwezi Oktoba mwaka huu. Tunaendelea kufanya hivi katika uwanja wa Mwanza. Lakini upembuzi yakinifu wa kina wa uwanja wa ndege wa Mwanza pia unaendelea. Lengo letu ni kutekeleza yafuatayo. Kwanza, tunataka kuja kujenga jengo jipya la abiria lenye uwezo wa kuhudumia abiria milioni 1.5 kama nilivyosema kwa mwaka, kuboresha barabara ya kutua na kuruka ndege ili kuhifadhi kufikia matakwa ya viwango vya kimataifa, kuboresha mfumo wa taa za kuongozea ndege, lakini pia ujenzi wa hoteli ya nyota 4 pale katika uwanja. Lakini pia tuna uwanja wa ndege wa Shinyanga ambao nimeshazungumzia, lakini pia iko miradi inayotekelezwa katika maeneo mengine, uwanja wa ndege wa Bukoba na kwenyewe uwanja huu ni wa daraja
2C na ulisanifiwa ili kuweza kuhudumia ndege ndogo aina ya Cessna, ila kutokana na uhitaji mkubwa wa usafiri kwenye mkoa huu, ndege kubwa ya aina ya ATR 42 na Bombardier Dash Q400 zinatumia uwanja huu. Sasa hivi tunaangalia uwezekano wa kujenga uwanja kwenye eneo mbadala ambalo baada ya kufanya tathmini sasa serikali imepitisha na kuridhia kwamba tutajenga uwanja mwingine baada ya kukamilisha taratibu za utoaji wa eneo la Kiabajwa. Eneo la Kiabajwa ndilo litajengwa uwanja huu katika wilaya ya Misenyi kwa ajili ya uwanja mpya wa ndege katika mkoa wa Kagera. Lakini pia tuna uwanja wa ndege wa Musoma ambao pia ni kati ya viwanja 61 vinavyoendeshwa na TAA, na kiwanja hiki kipo kwenye ukubwa wa daraja 1C. Na katika kuimarisha huduma za uwanja huu wa Musoma, serikali imetenga eneo kwa ajili ya ujenzi wa kiwanja kipya cha ndege cha kimataifa katika mkoa ambalo lipo katika kijiji cha Kabegi katika kata ya Nyakatende Nyasurula, kama kilomita 18 kutoka pale Musoma mjini. Lakini pia kuna miradi mingine inayotekelezwa katika uwanja huo ya kuboresha, ambayo pia tukipata muda wakati mwingine na yenyewe tutakuja kuieleza vizuri. Nimekwenda haraka kwa sababu muda umetuishia, lakini kwa ndugu zangu waandishi wa habari, pamoja na kurejea kuwashukuru na kuwapongeza, naomba niwape habari njema. Tuliwaahidi kwa muda mrefu kwamba Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo inakuja kuwaletea vitambulisho vya waandishi wa habari, yani press card vya kidijitali. Tuliwaahidi kwamba tutaletewa press card za kidijitali. Ninayo furaha kuwajulisha kwamba press card za kidijitali mchakato umekamilika na press card ziko tayari kwa matumizi. Siku 7 kuanzia sasa mtaingia kwenye tovuti ya Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari na utaomba kitambulisho chako cha uandishi wa habari na utapewa. Na hapa ninacho kitambulisho cha kidijitali cha mfano. Hiki hapa. Mnaweza mkakizoom. Imekuwa ni ndoto yangu ya siku nyingi, habari ya waandishi wa habari wa Tanzania kutembea na vitambulisho vya waandishi wa habari ambavyo ni vitabu. Hatutaki, tumevuka huko. Sasa hivi tunakwenda kwenye vitambulisho vya kidijitali. Na hiki ndio kitambulisho kimojawapo. Naomba nikigeuze vizuri niwaoneshe. Tutafanya uzinduzi rasmi wa kitambulisho hiki, lakini kwa sababu niliwaahidi kitakuwa tayari mwisho wa mwezi wa 4. Kitambulisho kiko tayari. Wiki moja kuanzia sasa mtakuwa na uwezo wa kuomba kitambulisho press card kutoka kwenye mtandao. Unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha unaingia katika kiunganishi chetu ambacho ni www.taihabari.go.tz. Mkiingia kwenye mtandao mle, wewe andika kwanza Bodi ya Ithibati, itakuletea hicho kiunganisho. Ukifika pale hicho kiunganisho kitakuelekeza mpaka pale ambapo utaweza kujaza taarifa zako na ukapata kitambulisho chako ama press card cha kidijitali. Haya ni mafanikio makubwa ambayo tumeyapata. Mbele ndio huko na nyuma ni huko. Faida ya kitambulisho hiki, kwanza chepesi kama mnavyokiona, kama kadi ya benki. Lakini pili, hiki sasa wale wasiokuwa waandishi wa habari hawatapenya. Kwa sababu wadau wetu watakachokifanya, ukisema wewe ni mwandishi wa habari au unaenda sehemu wanataka wakutambue, unamwambia wewe ni mwandishi wa habari, atatumia kifaa chochote, iwe simu janja yani smartphone, kiwe kishikwambi yani tablet, au kifaa chochote ambacho kinaweza kusoma msimbo papo, QR code hii hapa. Hii ndio QR code. Kifaa chochote kinachoweza kusoma msimbo papo, kikija kusoma hapa kitasema huyu ni Gelson Patinus Msigwa, mwandishi wa habari wa TBC, anafanya kazi kituo cha Songea, na hivi na taarifa zako zote zinapatikana kwenda kwenye tovuti ya Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari, Journalists Accreditation Board, ambayo tumeianzisha, tumeisajili na imeanza kazi. Kwa hiyo kama wewe sio mwandishi wa habari, mtu akija kusoma hii QR code, huu msimbo papo, taarifa zako hazitaonekana. Maana yake wewe siye. Sasa ombi langu waandishi wa habari, la kwanza, kitambulisho hiki kwanza ni mali ya Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari Tanzania.
Sawa? Ni mali ya bodi ya ithibati. Kama ilivyo kitambulisho cha NIDA. Hiki ni mali ya bodi ya ithibati ya waandishi wa habari Tanzania. Ukipewa wewe ndiye unayewajibika kwa lolote litakalofanyika kwa utambulisho wa kitambulisho hiki. Sio kitambulisho umekiacha huko, mtu amekichukua kaenda kufanyia utapeli, tutambaini kwa sababu sasa tutakuwa tunaweza kufuatilia kwa kupitia mfumo. Tukibaini tutakupata wewe. Ninachowaomba, kitunzeni kama mboni yenu ya jicho. Huu ndio utambulisho wenu wa kazi. Muwe nacho mfukoni, usikiache hovyo hovyo. Sawa? Maana yake ni kwamba mtu akikunyanyasa ukiwa na kitambulisho hiki, unayo sababu ya kuchukua hatua, kwa sababu amekuzuia kutekeleza majukumu yako. Lakini msisahau, sio kila mahali, maana sio mkitoka hapa mkasema msemaji mkuu wa serikali amesema kuna vitambulisho vya kidijitali sasa ni kuingia popote. Kuna maeneo mengine yamezuiwa, tuendelee kuheshimu kama ambavyo taratibu za kisheria zinataka. Lakini jambo jingine muhimu, kitambulisho hiki kitakuwezesha kupata uhalali kwenye maeneo mengi. Kwa sababu wadau wetu wamekuwa na wasiwasi sana na sisi. Na lazima tuwe wa kweli. Ndugu zangu waandishi wa habari, wako baadhi yetu wanatumia kofia ya uandishi wa habari kufanya vitu vya hovyo. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi pia mtu anayekubaini kuleta taarifa zako kwenye bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Na kwa mtindo huo tutakuwa tunaweza kufuatilia mienendo ya waandishi wa habari. Yule anayetukosea tutamfutia usajili. Tukimfutia usajili, popote utakapokwenda ukipunch kitambulisho hiki, taarifa zako hazitaonekana. Na kama tumekufungia itasema huyu amefungiwa. Na maana yake ni nini? Maana yake utakuwa unavunja sheria. Nachoomba ndugu zangu waandishi wa habari, kwetu hii ni fursa. Tufanye kazi kwa weledi. Hii kwetu ni heshima na ndio nilichokuwa nakitaka mimi. Mtu na taaluma yako ya uandishi wa habari, unafanya kazi yako kama mfanyakazi mwingine. Lakini unakwenda sehemu unadharauliwa kama vile kaingia mvamizi na sio Mtanzania. Kuanzia sasa hapana. Kitambulisho cha habari cha waandishi wa habari cha kidijitali kitakupa uhalali na heshima ya kazi yako. Naomba tukitumie vizuri, na mengine mengi tutazungumza siku ya uzinduzi wa kitambulisho hiki. Ndugu zangu waandishi wa habari, baada ya kusema hayo, na ndugu zangu wananchi wa kijiji cha Sayu, asanteni sana kwa kuja. Sasa nimejifunza kwamba huko nakokwenda nitakuwa naita na wananchi nao ili na nyinyi mshuhudie. Nisije nikawa nasema hapa mmepata maji kumbe bado Kwayu maji hayajafika. Na kama Kwayu bado maji hayajafika nitafuatia, lakini nimeona bomba pale mbele. Naamini maji hapa yapo. Asanteni sana, na sehemu nyingine ni ya maoni maswali. Nitapokea maswali yenu ndugu zangu waandishi wa habari. Kwa yote mwenye maswali mniulize, kama hayapo basi tuwe tumemaliza leo ziara yetu ya siku 2 na mkutano wa msemaji mkuu wa serikali. Karibu. Asante sana kwa taarifa nzuri na tunaipongeza serikali kwa mafanikio haya. Mheshimiwa, mimi nina swali la kijamii kwa upande wa sekta ya afya na maji. Mimi nyumbani ni Serengeti. Niko kata ya Kisaka. Kata ya Kisaka kwa muda mrefu imekuwa na zahanati. Na ilijengewa zahanati ya tasa kwa maana kwamba kata ya Kisaka ina vijiji 4. Kijiji cha Borenga, Iboko, Chachari na Nyasumungu. Sasa changamoto iliyopo pale mheshimiwa, wananchi wanapopata shida, hasa akina mama wajawazito, inabidi watembee kilomita 48 kwenda hospitali ya wilaya. Juzi alikuwa mwalimu mstaafu alipata changamoto ya jino, walimuoa jino vibaya, lakini kwa bahati mbaya akamanage kuja Bugando, tukahangaika naye lakini alifariki dunia. Wananchi wa kata ya Kisaka wanampenda sana Rais Samia. Sasa wanaomba ni lini serikali itawajengea hicho kituo cha afya ili waweze kupata access ya huduma. Lakini la pili mheshimiwa, kuna shule ya sekondari ya kata ya Kisaka. Pale kuna wasichana na wanatembea kwenye mapori. Kuna jengo moja tu la bweni, lakini wasichana wako zaidi ya 100. Na mheshimiwa, hata tukienda na wewe asubuhi, ni lini sasa watapata bweni? At least wale watoto wa kike wasipate changamoto. Asante sana. National ameuliza maswali mawili. Kwanza ni kituo cha afya cha Kisaka. Nitakwenda kufuatilia kujua mpango uliopo. Lakini mpango uliopo kwa serikali kwa vituo vyote vya afya ni kuviboresha. Na tayari sehemu kubwa ya vituo vya afya vimeboreshwa. Vina mpaka madaktari wa kufanya upasuaji karibu nchi nzima. Sasa sijajua nini kimetokea kwa kata hii ya Kisaka, tutafuatilia.
na serikali kama kweli kimekosa hizi huduma na kuhakikishia nation kitazipata. Halikadhalika kwa sekondari ya Kisaka. Lakini sasa maswali yako very specific, ningewapata viongozi wa mkoa wa Mwanza wakanieleza hasa walichopanga nini kwa shule hii, ningeweza kujibu kwa takwimu. Sasa kwa sababu sina takwimu hapa, maswali haya nitayachukua kwenye mkutano ujao wa msemaji mkuu wa serikali, tutaleta majibu ya maswali haya. Karibu. Asante. Naitwa Vitus Audax, ni mwandishi wa habari wa Nipashe na The Guardian na mhariri wa Kanda ya Ziwa. Swali langu ni kwamba tumetembea na tumeona kwamba miradi mbalimbali ya maendeleo ipo katika hali nzuri na mingine inakaribia kukamilika. Swali la kwanza, wananchi wa Kanda ya Ziwa wanataka kujua meli ya MV Mwanza itaanza lini kazi, exactly tarehe na mwezi. Daraja la Kigongo Busisi watu wataanza kusafiri lini, tarehe na mwezi. Kitu cha pili, na mimi nitaenda kama alivyosema Nation. Hapa Mwanza, kwa upande wa mkoa wa Mwanza, mitandao inapelekwa vijijini, lakini kwa mkoa wa Mwanza kuna eneo na ni wilaya ya Kisesa, eneo linaitwa Kanyama. Hakuna mtandao kabisa, watu mpaka wameacha biashara za M-Pesa na biashara ya mitandao ya simu. Pengine ni lini mtandao ama minara itapelekwa katika maeneo hayo? Asante. Asante sana. MV Mwanza itaanza lini na daraja la Kigongo Busisi litaanza lini? Bahati nzuri miradi yote hii iko zaidi ya 99% ya utekelezaji wake. Wakati wowote kuanzia sasa itaanza kazi. Ningekuwa na kujibu kibiblia ningekwambia kesheni mkiomba. Wakati wowote tutakuja kuzindua, lakini MV Mwanza, labda niwape taarifa, mpaka majaribio imeshafanya safari za majaribio. Sasa hivi kazi inayoendelea katika MV Mwanza ni ya ukamilishaji wa vitu vidogo vidogo, kufunga viti, kupaka rangi kwenye baadhi ya maeneo na kumalizia ufungaji wa vitu. Lakini ujenzi kwa ujumla wake umefika 99%. Ndugu zangu wakazi wa Kanda ya Ziwa, tuna meli ya kisasa. Mifumo iliyofungwa ndani ya MV Mwanza ni ya mwaka 2025. Iko mifumo ambayo haipo kwenye meli nyingine yoyote ndani ya maziwa yetu. Iko katika meli ya MV Mwanza. Kwa hiyo wakati wowote kuanzia sasa itazinduliwa, itaanza kufanya kazi, imeshafanya majaribio, tutafanya majaribio ya mwisho ya kufunga viti. Baada ya hapo itakuwa tayari kwa kusafirisha abiria 1200 kwa uwezo wake na mizigo tani 400. Sawa. Daraja la JP Magufuli Kigongo Busisi liko zaidi ya 99%. Actually ni 99.5. Wanapaka rangi. Sijui kama hawajamaliza huko wakati tumetoka, kwa sababu walikuwa wanamalizia. Labda niwaambie wananchi wa Mwanza, hata mimi na waandishi wa habari tuliopita jana, labda rafiki yangu ukuepo, tuliopita jana kwenye lile daraja, tumeenda kutoka Kigongo tukaenda mpaka Busisi, tukatoka Busisi tukarudi Kigongo. Muona mambo hayo? Tayari linapitika na daraja lina uhai wa maisha ya miaka 100. Tunalo daraja zuri. Taarifa nyingine nyingi kwa kina zitatolewa siku ya uzinduzi. Sasa hivi tunachosubiria ni ratiba ya uzinduzi. Sasa kwa sababu mmenitaka nitoe na tarehe, sina tarehe kwa sasa hapa, lakini mtatangaziwa wakati wote kuanzia sasa. Kwa kifupi, MV Mwanza na daraja la JP Magufuli vimekamilika. Tunasubiri uzinduzi tuanze kutumia. Karibu. Wasiona moja kwa moja na wakulima. Nampongeza rais wangu. Lakini sasa swali langu linaenda kwenye sehemu moja. Ndugu zangu, hili shamba ni kwa sababu liko karibu tu hapa. Lakini yamezingira mashamba ya aina hii mengi kweli. Hatuwezi kuyaeneza kuwazungukia. Ndugu yangu, nilikuwa nafikiri kwamba kwa sababu serikali imetamka bei kwa wafanyakazi, imeongeza mshahara kwa wafanyakazi, nilitegemea nitasikia na mimi sauti ya wakulima kwamba wakulima wameongezewa bei kwa zao la pamba. Je, ni lini serikali itatamka na sisi tuongezee? Kwa sababu tuko kula na doto na wafanyakazi. Tunategemeana. Umeuza shilingi ngapi kilo moja? Kilo moja? Mwaka jana. Mwaka jana 1200, 1150. Safi kabisa. Kwa hiyo tunategemea iliyopita, mitatu iliyopita.
1800 huko nyuma. Mimi ni kulima wa Shirabela kata hii. Mpaka 600, sio? Mpaka 600. Sasa nilipokuona gesi Msigwa uso kwa uso nimefurahi sana, nimefarijika kweli. Na mimi naongeza 5 kweli kwa rais wetu. Kwa sababu sana. Lingine tunahangaika sana barabara hii. Hii imetengenezwa kwa ajili yako ulipofika wewe hapa. Inatusumbua sana hii barabara. Asante sana. Asante mtani wa Beja sana. Mimi nimekuja leo, mbona daraja imeanza kujengwa zamani? Asanteni sana. Sawa, kwenye bei ya pamba ni kweli tulikuwa tuna changamoto huko tulikotoka. Lakini Mheshimiwa Rais kupitia Wizara ya Kilimo wamefanya usimamizi wa karibu sana wa zao la pamba. Na hivi tunavyozungumza, mwaka jana tumerekodi mpaka shilingi 1500 kwa kilo moja kwenye baadhi ya maeneo. Lengo letu sisi, ndugu yangu mtani wangu, tutaendelea kusimamia mazao ili tuweke bei kikomo. Sasa hivi tumeweka bei kikomo ya shilingi 1150. Sawa? Tumesema mtu anayekuja kununua pamba hapa asilipe chini ya shilingi 1150. Na matokeo yake ndio yale mmeyaona, watu wamenunua 1200. Mtani wangu umesema uliuza 1200, si ndio hivyo? Wako wenzako wameuza 1300, wengine wameuza 1500. Tumefanya hivi wakati fulani mlikuwa na nyinyi mnalalamika kwa nini mmeweka bei kikomo? Najua wakati mwingine watu wanatumiwa na wafanyabiashara. Lakini serikali lengo lake ni kumlinda mkulima. Wafanyakazi tunaongeza mshahara, kwa wakulima nyinyi sisi kazi yetu ni moja tu. Kwanza kulinda bei yenu sokoni. Msizurumiwe. Mlipokuwa mnauza kilo moja shilingi 600, kunaweza kuwa kuna sababu nyingine za kisoko duniani. Lakini kusema kweli sababu kubwa ni janja ya wafanyabiashara wanaokuja kuwadhulumu wakulima. Hilo tunalisimamia na nyinyi wote mnamuona Mheshimiwa Waziri Bashe alivyo mkali kwenye eneo hilo. Kwa sababu kwanza nyinyi ni ndugu zake, anajua. Lakini Bashe ni mkali hata kwa wengine kote. Na ndio maana mmemuona hata kwenye kuzuia mazao yetu yasiende Malawi. Si mliona alivyokuwa mkali? Mpaka tukamwambia Mheshimiwa Waziri pole. Kwa sababu serikali inatetea wakulima. Na Mheshimiwa Hussein Bashe ameteuliwa na Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kutetea wakulima, sio kutetea wafanyabiashara. Atawalinda wafanyabiashara wafanye kazi zao sawa, kwa sababu ni lazima waje kununua, lakini ni lazima awalinde kwa nguvu zote wakulima. Tumeweka bei hiyo kikomo ili wafanyabiashara wajichanganye wasishuke chini hapo. Na sisi tumepiga hesabu, tukiweka kikomo hicho nyie mtapata faida. Na serikali jambo la pili inawapeni nyie ruzuku. Tunapunguza bei ya dawa, tunawaletea matrekta muhudumie pamba yenu vizuri. Mzee wangu, si umeona na wewe trekta linamwagilia dawa, si ndio? Uliwahi kuona wakati ukiwa mtoto? Si linakandamiza vizuri kabisa. Na kunapendeza kweli kweli. Unaona? Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo serikali inayafanya. Hili la barabara mzee wangu haikuanza leo. Inawezekana pengine mkandarasi alikuwa amesumbua kidogo, lakini serikali iko macho. Hatuwezi tukamwajiri mkandarasi atengeneze barabara, halafu anakuja anatengeneza kidogo hapa anaenda kulala. Na mimi nimeona kuna baadhi ya maeneo ni kama alilala. Nataka nikuhakikishie ndugu yangu, tutasimamia barabara ikamilike. Na kama mkandarasi miradi yote ya barabara, wakandarasi wanaingia mkataba na serikali. Mkataba ule unauma pande hizi mbili. Tukikupatia kazi usipofanya tunakukata pesa. Na sisi tukimcheleweshea hela na yeye anatutoza fine. Sasa huyu kama amechelewesha kazi na kuhakikisha mtani, tutakwenda kumkata hela. Lakini tutamsimamia kuhakikisha anakamilisha mradi. Akiendelea kushindwa kukamilisha mradi kwa wakati, kwa mujibu wa mkataba, tunamtimua, tunaleta mwingine. Hiyo ndio kazi ya serikali. Sisi hatulembi kwenye hilo. Na tumeshafukuza wakandarasi wengi. Siku nyingine nitawaambia tumefukuza wakandarasi wangapi. Kwenye hilo lugha za vijana tunasema hatucheki na wowote. Usipotekeleza tumekupa kazi, tunakunyang'anya, tunakuchukulia hatua, tunakukata pesa, tunatafuta mkandarasi mwingine anamalizia huduma kwa wananchi. Pokea maswali mengine mawili matatu tumalizie. La pamba. Itakuja mtani, usio na wasiwasi. Kwa sababu wananchi nyinyi mkutano huu nyinyi ni wasikilizaji, lakini mimi kwa sababu mtani wenu ngoja niwasikilize. Haya, karibu mtani. Labda tu kwa fursa hii Mheshimiwa msemaji wa serikali, nina swali moja na ombi moja. Kwa kifupi sana. Labda tu kwa kujitambulisha, mimi ndiye mwenye shamba hili tulipokaa hapa. Hongera sana, shamba zuri sana. Kwa vile nafasi ni fupi, ndio nilitaka niulize hivi. Matrekta kweli tunasikia yapo.
ya serikali, lakini hayajatufikia mkoa wa Shinyanga. Yatatufikia lini na sisi? Tunasikia Kishapu na maeneo mengine. Katika wilaya yetu hayapo. Na ombi liko hivi. Ndege nyuki ndio tunawataka. Unaiona hiyo pamba mheshimiwa? Umebeba solo pompu ya bomba. Ndio. Alafu unapenya hapa. Utapenyaje hapa? Sawa. Hilo mtani nimekuelewa kabisa. Haya, nashukuru. Cha kwanza tumeleta matrekta 400. Sasa matrekta 400 hayatoshi, ni machache. Tutaongeza mengine mtani. Serikali itaendelea kuweka ruzuku kwenye matrekta yaje mengi zaidi. Sawa. Ndege nyuki tumenunua hazitoshi, nakubaliana na wewe. Tutaongeza zingine, drone zije ziwasaidie kumwagilia mashamba ya pamba. Hilo nimekuelewa, na safari hii tumeshaianza. Huko tulikotoka haikuwepo, tumeanza. Inawezekana mtani hujaliona, lakini nakwambia siku moja hapa utamwagilia kwa drone. Na itakuja itafanya hiyo kazi, kwa sababu tumebaini kwamba hiyo ndio njia yenye uhakika zaidi. Kwa hiyo nimalize kabisa na wananchi, aulize swali moja tu. Alafu turudi kwa wenye mkutano wao, wasije wakanuna waandishi wa habari. Kule nyuma yule mtani nilimwaahidi. Na mimi nilikuwa hilo la kubeba masolo pampu mkongoni. Sawa, yanachosha sana. Ule utaratibu ambao mnaotaka kutufanyia, mtuharakishie kwa sababu tutazofika mwishowe. Ndio. Lakini mimi ombi langu tu ni kwamba mtuwaishie ile teknolojia mnayoisema ya kupulizia siji kunyunyuzia. Mtuwaishie. Alafu vile vile mimi nilichokuwa ninaomba mimi ni mkulima kidogo wa siku za nyuma kidogo, kwamba hata ile dawa ambayo iliyokuepo miaka ya nyuma ilikuepo Siotani na Simbushi na nini, tunaomba na yenyewe muilete. Sawa. Haya, asante sana. Basi hilo la drone la ndege nyuki nafikiri tumelisema vizuri. Tutaziongeza serikali, zimekuja chache, tutaongeza zingine. Hiyo ya dawa ngoja tuache wataalamu waichanganue mtani. Kuna dawa zingine zinaleta madhara. Mimi sitaki watani wangu mtumie dawa ambayo kesho inawaua wote na TB. Tuache wataalamu walete dawa zinazofaa ambazo mkitumia mtani utakuwa salama. Au unasemaje mtani? Sawa lolo. Mabeja baba. Nangwalanya ni mwandishi wa habari kutoka Prime TV. Nina maswali mawili. Swali la kwanza ni kuhusiana na sekta ya kilimo, ambapo mwaka jana tumeshuhudia ongezeko kubwa la bei kwa zao la korosho. Bei ilifika mpaka 1400. Lakini changamoto kwa wakulima ni kwamba labda bei ili soko la korosho inaenda kwa minada. Kwa hiyo kila mnada unakuwa na bei yake. Unakuta mnada wa kwanza unafika 1400, lakini kadri minada inavyoendelea bei inazidi kupungua. Changamoto ni kwamba unakuta mkulima anaweza akapeleka mazao yake mwezi wa 10, lakini akaja kulipwa mwezi labda mwezi wa 12 au mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza anakutana na mnada wa labda 2500, sio tena 1400. Lakini unakuta amepeleka korosho mwezi wa 10 ambapo bei ya kwanza ilivyotoka imekuta yeye tayari ameshapeleka mazao yake. Nitaka kufahamu hali hii ya ucheleweshwaji wa ulipaji kwa mkulima inasababishwa na nini? Lakini pia nitaka kufahamu tatizo hili serikali imejipanga vipi kuhakikisha wakulima hawa wananufaika. Lakini swali la pili ni kuhusiana na utaratibu wa kuwatambua waandishi wa habari ambao umeusema. Kwa maelezo ambayo nimeyaelewa hapo ni kwamba utaratibu huu unawafeva sana waandishi ambao tayari wako kwenye ajira na wapo kwenye vyombo fulani. Nilikuwa nauliza kwa sababu kuna watu ambao tayari wana taaluma na wanaweza kufanya kazi ya uandishi wa habari lakini wako mtaani, lakini pia wana vifaa ambavyo wanaweza kutumia kuandika habari na kuiandaa na kuipeleka kwenye media fulani wakaweza kuitumia. Kwa hiyo nitaka kufahamu kwa watu wa aina hii ambao labda tunaweza tukawaita waandishi wa kujitegemea, tunaweza tukawapa au tunawaweka kwenye kundi lipi au tunawasaidiaje ili waweze kunufaika na mfumo? Asante. Sawa, la kwanza hili la bei ya korosho, kwanza ni kwamba sasa hivi korosho na yenyewe tumeiweka kwenye utaratibu wa mnada. Na tunafanya hivi ndugu zangu, na ndio maana tumeweza kufikia mafanikio haya ya bei kubwa ya korosho. Ni kwa sababu tumeweka usimamizi. Tunajua kadiri tunavyokwenda watu wataendelea kujifunza manufaa yake. Lakini bei hizi zimefikiwa kwa sababu ya kuweka usimamizi. Sasa kama kuna korosho
ilichukuliwa ikahifadhiwa, alafu bei ikaenda kushuka. Ngoja nilifuatilie hilo nijiridhishe nini kilitokea, kwa sababu sio kawaida. Kwa mfano utaratibu wa stakabadhi ya mazao ghalani, ule utaratibu maana yake ni kwamba sisi upande wa serikali na wataalamu tunakuwa tunajua kwamba mkulima akiuza mazao safari hii wakati huu atapata bei ya chini kuliko tukivuta muda mpaka kufika wakati fulani. Kwa hiyo anapewa kwanza fedha za mwanzo, halafu baadaye tukipata bei nzuri anaongezewa fedha zilizobaki. Sasa ngoja nifuatilie kilichotokea kwa hili unalosema. Utaniambia eneo specific ambao kumetokea hili jambo, nijue hasa kilichotokea ni nini. Lakini mifumo hii TMX, stakabadhi ya mazao ghalani, yote lengo lake ni kuhakikisha mkulima anapata bei nzuri na hakandamizwi na wanunuzi wa mazao. Hilo ndio lengo kubwa. Hili la pili la stakabadhi la vitambulisho vya waandishi wa habari haviwabagui. Kwa sababu hujaanza kutumia mfumo. Mimi mtakapoanza kutumia mfumo, swali la kuuliza unafanyia kazi wapi lipo. Lakini hilo peke yake halikunyimi sifa ya kuwa na kitambulisho cha waandishi wa habari. Na naomba waandishi wa habari wote tuwasiliane kwa ukaribu na vyama vyetu vya waandishi wa habari vya mikoa, kwa sababu huko ndiko tutafanya nao kazi. Na tunafanya hivi kwa sababu tunatambua wako waandishi wa habari ambao hawana vyombo walivyoajiriwa navyo tunavyovijua, wamejiajiri. Sawa, lakini mkumbuke unapofanya kazi za kihabari ni lazima usajiliwe. Ni muhimu usajiliwe. Ukifanya huo usajili wako tayari imekupa sifa, utaweza kupata kitambulisho chako. Sawa jamani? Tuulize moja moja na kwa kifupi basi, kwa sababu muda umekwenda sana. Mwandishi wa habari wa Radio Kwizera, niko Shinyanga. Swali langu ni kwamba kwanza tupongeze kwa vitambulisho hivyo, lakini hoja yangu kubwa ni kwamba ni kiasi gani kitatumika kwa ajili ya kitambulisho hicho, ama gharama itakayotumika, lakini pia kama kuna kurenew itakuwa ni kwa utaratibu gani? Nashukuru. Kurenew ni baada ya miaka 2, gharama 50,000. Lakini bado tunaendelea kuiangalia, siku ya uzinduzi tutawaambia. Sawa jamani? Tumewarahisishia sana. Tunataka tuwapunguzie usumbufu ambao waandishi wa habari mlikuwa mnaupata. Sasa ndugu zangu, muda umeisha. Haya, basi haya muulize kwa sekunde chache. Mpe. Asante kwa kunipa nafasi hii. Mheshimiwa msemaji, jana nilikuuliza swali hapa kuhusu ile kampuni ya ambayo ilipewa tenda kwa ajili ya ukarabati ile meli pale Mwanza Kaskazini, na ukasema kwamba utafuatilia na utakuja majibu leo. Sasa nilikuwa nataka kujua majibu ya jana baada ya kufuatilia ni nini ambacho ile Southport. Yes. Inayofanya ujenzi. Nishapata majibu tayari. Okay. Huyo unayesema hajalipwa ni mkandarasi aliyeajiriwa na mkandarasi mkuu. Sawa? Kwa hiyo mkandarasi mkuu yeye ndio ana mkataba na yule hana mkataba na serikali. Umeshanielewa? Sasa lakini kwenye kuongezea hapo, ukisema hayo mambo kwamba yule hana mkataba, tunarudi sasa kwenye utaratibu wa kawaida. Tumeona hizo kampuni za Kichina ambazo zinapewa kazi za tenda katika upanuzi wa bandari. Nimeona Bukoba, hiyo kampuni nyingine ambayo ni ya kampuni ya kizao ya Mzalendo, na yenyewe na malalamiko inadai milioni 60, kampuni ya Kichina imeshindwa kulipa. Lakini cha pili nataka kuongezea, nimeona meli MV Victoria imesimama kwa mwezi sasa, na hatujui ni lini itarudi. Wananchi wanaotumia usafiri kutoka Bukoba kuja Mwanza na Mwanza kwenda Bukoba wana changamoto kubwa sana usafiri. Je, ni lini meli hiyo itarudi kuja kutatua hilo tatizo la wananchi? Haya, asante sana. Unaitwa nani umesema? Mseti. Sasa Mseti, kwanza kwenye lile la mkandarasi mdogo. Yule mkandarasi aliyepewa ile kazi ameajiri mkandarasi mdogo, subcontractor. Sawa? Kwa hiyo mimi siwezi nikajadili mkataba kati ya mkandarasi mkuu na mkandarasi mdogo. Haya ni makubaliano ya wao, lakini sisi serikali tumempatia kazi mkandarasi mkubwa. Lakini kwa sababu kama unavyosema ni wakandarasi ambao lazima tuwalinde. Kwa hiyo mkuu wa mkoa jana nimezungumza naye Said Mtanda, anakwenda kufuatilia kujua kumetokea nini kati ya mkandarasi mkubwa na mkandarasi mdogo. Sawa jamani? Hili la pili, MV Victoria imepata shida ya kiufundi. Kwa hiyo inafanywa matengenezo, nadhani muda wote matengenezo yale yatakamilika. Kuna vipuri vimeagizwa kutoka nje ya nchi ije itengenezwe. Ni meli ni chombo kama ilivyo gari yako nyumbani. Kuna wakati inaharibika, inabidi itengenezwe.
Ikishatengenezwa inarudi inaendelea na kazi. Sawa jamani? Mimi huwa najisikia vibaya kuacha maswali. Sasa muda umeisha ndugu zangu. Wanakijiji wanauliza nyinyi waandishi wa habari, mbona siku nyingine huwa hamji vijijini? Lini wataeneza taarifa zetu? Sasa na mimi nawaambia na nyinyi muwe mnakuja vijijini. Mmesikia? Mje muwasikilize wananchi huku. Msisubiri mpaka Msigwa amekuja ndio na nyinyi mnakuja. Zamarani ananiambia muda umeisha. Basi kama tutatoka hewani tutoke hewani, lakini hebu nipokee swali moja kwa kifupi sana. Hapo sema haraka. Na mambo mawili tu, tunauliza barabara zinazojengwa na World Bank pale Kahama zimekuwa zinasuasua na wananchi wa Kahama wanapata madhara makubwa sana kwa mvua. Lakini pia nilikuwa nauliza barabara ya Kolandoto, kulikuwa na changamoto kidogo, imeshatatuliwa, kazi zitaendelea. Barabara ya Kolandoto kishapu kwa kiwango cha lami ilikuwa ikiahidiwa kila wakati wa uchaguzi. Lakini pia swali langu la mwisho, kuna kata ya Mwamalili iko manispaa ya Shinyanga na hapo hakuna maji wala umeme. Kata ya haiwezekani kawa kata nzima haina umeme. Mitaa yote. Wewe sema ukweli. Sema ukweli, haiwezekani kata nzima ikawa haina umeme. Kuna mitaa. Sasa sema mitaa, sio kata. Jamani, sisi habari ya kata tulishamalizana. Vijiji tumemalizana. Sasa hivi tunahangaika na mitaa na vitongoji. Kwa hiyo vitapata, usio na wasiwasi. Vitakuwa kati ya hivi vitongoji ambavyo tunaendelea kwenye msemaji anajua. Barabara ya Kolandoto natambua. Nafahamu hadithi yake, tutaitengeneza. Naomba nisiseme mengi leo. Hebu tuhamie na hapo kwenye kamera. Mimi naitwa Kasisi Costa kutoka Azam TV. Katika maelezo yako umezungumza hoja ya msingi kwamba serikali imeimarisha sekta ya afya. Changamoto kubwa kwa wakazi wa manispaa ya Shinyanga na mkoa wa Shinyanga ni barabara kutoka mjini Shinyanga kwenda hospitali ya rufaa. Imekuwa ni ahadi ambazo hazitekelezeki na zinaleta kero kwa wagonjwa na watumiaji wa ile barabara. Nini majibu ya serikali katika eneo hilo? Bahati nzuri nimeongea hili na mheshimiwa mkuu wa mkoa, ana mringi macha leo asubuhi. Maandalizi ya mwisho yanaendelea kwa ajili ya kuanza ujenzi wa barabara hii ya kuunganisha na hospitali. Kwa hiyo hilo ondoeni shaka. Hilo limekwisha. Mwisho kabisa dada pale. Lazima tumalize jamani. Asante sana. Mimi naitwa Joseph Charles, Online TV. Lakini pia ni afisa habari chuo cha sayansi za afya Kolandoto. Nina swali, serikali ina mpango gani wa kuvifufua viwanda vya pamba kupitia Shireku kama ambavyo ilikuwepo hapo awali? Asante. Sawa, mpango wa kufufua viwanda vya pamba ni moja kati ya maeneo ambayo yatafanyiwa kazi kwenye uboreshaji wa zao la pamba kuelekea mwaka 2030. Nimewaambia hapa. Sasa hivi uzalishaji wetu wa pamba uko kwenye tani kama kwa mkoa huu wa Shinyanga mwaka huu tunatarajia kama kilo milioni 30 hivi. Lakini sisi kama nchi tunataka kufikia tani milioni 1 ifikapo mwaka 2030. Na tukifika hapo, lengo letu nusu ya pamba itakayokuwa inazalishwa Tanzania ichakatwe hapa Tanzania, iongezewe thamani. Katika safari ya kuongeza thamani ni pamoja na kufufua viwanda vya pamba. Sawa, viwanda vya nyuzi na viwanda vya kutengeneza vitambaa vya pamba. Sasa sina orodha ya viwanda vitakavyotengenezewa kwa sababu kwanza hatujengi serikali, tunashirikiana na sekta binafsi. Serikali hiyo ni biashara. Serikali ilishajiondoa kwenye biashara, lakini tayari tuna watu ambao wako tayari kuja kujenga viwanda vya pamba na kusimamia ufufuaji wa viwanda vyote vya pamba vilivyokuwepo. Sawa jamani? Hayo yote yatatekelezwa kwa wakati huo. Dakika moja. Kuna tatizo la meli. Meli? Tatizo la meli zao za MV Butiama na MV Clarius limekuwa ni shida kubwa sana. Ile wilaya kama unavyofahamu, ikifika baada ya saa 8 hakuna tena usafiri. Kwa hiyo wananchi wanapata shida sana kule kupata usafiri wa kuvuka baada ya huo muda. Na hizi meli ndio zilikuwa tegemeo kubwa sana wakati zikitoa huduma miaka ya nyuma. Sasa naomba angalau kama serikali waambie wananchi wa Ukerewe ni lini watakuwa na uhakika kupata hizi meli za serikali ambazo zilikuwepo mbili. Lakini kisiwa cha Ukara pia kuna tatizo la baadhi ya vijiji kama Nyang'ombe hivi wanatumia umeme wa jumeme ambao ni gharama kubwa sana. Unit moja hauwezi kulipa. Nadhani kama 2000 unit moja. Hebu wapatie assurance wananchi wa Ukara na watapata lini swala la umeme wa uhakika mkuu.
Kwanza hivi vivuko viko katika mpango wa ukarabati. I mean meli hizi ziko katika mpango wa ukarabati, lakini pia tuna hii kazi ya kujenga meli kwa ajili ya suluhisho la usafiri ndani ya ziwa litaendelea kufanyika. Itakuwa ni kazi endelevu. Hizi nilizozitaja leo ni miradi ambayo tayari inafanyika. Wakati wote serikali itawatajia mipango inayokuja ya kutatua matatizo ya usafiri kwenye maeneo ya visiwa. Sawa jamani? Nadhani bajeti ya Wizara ya Uchukuzi bado haijatolewa. Kwa kaeni mkao wa kula mfuatilie hiyo bajeti, mtaona na Wizara ya Ujenzi watakapoeleza maeneo haya ambayo yatafanywa kazi. Lakini pia hata hili ulilolisema la umeme ni swala ambalo tuko kwenye kazi kubwa ya kulifanyia kazi. Kwa sababu haiwezekani Watanzania wenzetu wakawa wanalipa umeme tofauti na sisi wengine. Tunalifahamu kwa undani sana na linafanywa kazi. Jamani, mimi naomba tumalize. Tumalize, vinginevyo tutakesha mpaka kuna kucha. Nyinyi waandishi wa habari wenzangu, tuko pamoja. Kama mna maswali mengine nileteni, mimi nitayatafuta. Naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wote. Na washukuru sana wananchi wa Sayu kwa kuja na tutaendelea kufanya hivi. Mimi nimeamua mikutano ya msemaji mkuu wa serikali imeshafanyika sana mijini. Sasa twende kwa wananchi. Na wananchi wa Sayu mmenifundisha kwamba kumbe naweza nikawa na waandishi wa habari na nikawa na wananchi na nikasikiliza maswali ya wananchi moja kwa moja badala ya kupigiwa simu. Asante sana. Waweja sana. Asante sana. Katika kila chupa ya bia tunayozalisha kuna historia, uangalifu na ubora. Gulberg Malt Lager, Hanson Light Lager, Hanson Dry na Basembi Extra Lager ni zaidi ya bia. Ni bidhaa zinazokuleta karibu na urithi wa Tanzania na ladha yenye hadhi. Kwa wale wanaopenda pombe kali, East African Spirit inajitolea kwa moyo kutoa bidhaa zinazofikia hadhi ya kimataifa. Hanson Choice Blend na Diamond Lock-in ni bidhaa zinazoleta ladha safi na bora kwa kila tone. Ubora wetu ni msingi wa kila hatua tunayochukua. Tumejipanga kudumisha ubora na kufuata viwango vya kimataifa ili kuhakikisha bidhaa zetu ni salama na zinafurahisha wateja wetu. Karibu kwenye dunia ya ladha safi, ubora wa hali ya juu na huduma iliyo bora.